Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Na Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Kwa hivyo hao ambao wanapinga mambo ya Mungu, wa sayansi hawa, Biblia inasema ni wapumbavu. Wamepinga mambo ya uumbaji, creation, uumbaji, ya kwamba Mungu yuko wapenzi. Na Mungu ndiye ameumba vitu vyote. Vinavyoonekana visivyoonekana. Vitu haikutokea hii ndugu na mpenzi. Ni Mungu aliomba, na ndio maana unaona hata ukiangalia wanyama na ndege na kila kitu duniani, kuna mtu anayechunga. Hata wewe ukiangalia hivi utaona kuna nguvu fulani ina control vitu hizi, na hiyo ndio nguvu ya Mungu. Upenze kuna Mungu yuko duniani, Mungu yuko na Mungu yuko. Na Biblia ikasema mtu anayepinga hakuna Mungu ambaye Mungu muumbaji, huyo mtu ni mpumbavu. Watazamaji mahali popote mnategea mkanda huu wa 4, mtumishi wa Mungu Franklin Njeru anakuja tena kukaribisha katika mfululizo wa unabii ambao tunaendelea nao wa kitabu cha Danieli, kisha na baadaye ndio tutaingia unabii wa kitabu cha Ufunuo. Mungu abariki sana, nikiwa na imani ya kwamba Mungu amekuweka hai na ameniweka hai mpaka hivi sasa. Hatuna budi kumshukuru. Kabla ya yote, hebu na tuweze kuomba. Mtakatifu na Baba wetu ishie mahali pa juu mbinguni, tunakuja tena mbele zako tukushukuru sana kwa hii zamu ambaye ya uhai ambayo umetupatia kuishi. Tukishukuru sana kwa sababu ya neema yako na upendo wako mwingi kiasi hiki. Ndio maana Baba tunaomba utusamee dhambi kila moja na utuondolee maovu. Na hivi sasa Baba, neema yako iweze kuwa nyingi juu ya kila moja, mimi mnenaji pamoja na wasikilizaji. Na ndio maana tunaomba utusamee dhambi na utuondolee maovu, ili neno lako ili tunapoenda kulisikia na hata ndio mtumishi wako anaenda kutoa lipate neema katika moyo wa kila atakayesikia. Tuanza nasi na uendelee nasi mpaka mwisho. Mapenzi yako yakitimizwa kupitia Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Ndugu na dada mtazamaji, tunashukuru Mungu sana tena kwa sababu ya masaa mazuri ambayo yametuadia tena ili tuweze kuungana katika ufululizo wa kanda za unabii wa Biblia na mikanda pia kitabu cha unabii wa kitabu cha Ufunuo. Baada ya kumaliza Danieli, tutaendelea na unabii wa Ufunuo mpaka tumalize picha hizo zote vile unaona mpaka namba 666, na hata baada ya namba 666 ni nini ambacho kiko mbele, kile kinaendelea katika ulimwengu wa sasa, katika falme za dunia ikiandaliwa kupokea hii alama ya namba 666 na mengine tutaendelea kuyaona katika mfululizo wa mikanda hii bila Mungu ataendelea kutujalia. Na ukaribisha tena sana tunapoendelea katika mkanda wa 4 ambao tunaenda kuzungumzia kuhusu mnyama wa 4, ufalme wa 4 ambao Danieli aliweza kuonyeshwa, na ndio huu ambao tuliona pia katika hii sanamu ya Danieli 2. Mungu alikuwa ameonyesha mfalme Nebukadneza na akatafsiriwa kwa Danieli, na ilikuwa ni kwa njia ya mfano wa miguu ya chuma. Katika Danieli 2 fungu lile lake ambalo ni fungu la 40 na 41, tusome usikie maneno yale. Danieli 2 mstari wake wa 40 na 41. Katika sehemu ya sanamu, katika mkanda ya kwanza tuliangalia kuhusu miguu ya chuma, tukaona inasimamia ufalme wa 4 ambao Mungu alionyesha utatokea na utawala dunia katika hiyo ndoto ya Danieli 2. Katika Danieli 2 mstari wake wa 40 na 41 inasema hivi: na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyao za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwa kwa nguvu za chuma.
kama vile ulivyoona kila chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Sikia ndugu dada mtazamaji, tuliweza kuangalia tukaona katika sanamu hii ya Danieli 2 miguu ya chuma. Mungu akaweza kuelezea mfalme kupitia kwa nabii wake Danieli, akamwambia kwamba ni ufalme wa 4 ambao utatokea utawala dunia. Ufalme huu wa 4 ndio tuliona ufalme wa Kirumi, ufalme wa Kiroma ambao uliondoa ufalme wa Kigiriki mwaka wa 168 BC, na ndio huo ambao tuliona ukaliganishwa na miguu ya chuma. Na tukaona kwa nini miguu miwili? Tukaona ni nguvu mbili zilizoshirikiana, ni nguvu vile Roma ikagawanyika katika sehemu mbili, Roma ya mashariki na Roma ya magharibi, yani Western Roman Empire na Eastern Roman Empire. Roma ikalitawala dunia nzima, iko imegawanyika sehemu mbili. Ndio maana katika miguu ya chuma Mungu alionyesha miguu miwili, yani Roma ikagawanyika katika sehemu mbili, Roma ya juu na Roma ya chini. Na baadaye Mungu akaona kama vile tumeona fungu la 41, ufalme wa Kirumi utagawanyika katika serikali ndogo 10. Ndio maana ya vidole 10. Serikali hizi 10 tuliona zilitokea Roma mwaka wa 476 AD, mwaka wa 476 AD. Serikali 10 zikatokea katika Roma ambazo zinaitwa serikali za Europa. Hizi tuliona ni serikali gani? Moja inaitwa Ufaransa ama France, ya pili inaitwa England, ya tatu inaitwa Portugal, ya nne inaitwa Italy, ya tano inaitwa Germany, ya sita inaitwa Switzerland, ya saba inaitwa Spain, ya nane inaitwa Italy, ya tisa inaitwa Vandos, na ya 10 inaitwa Ostrogothi. Na Mungu akaonyesha jambo jingine, zimechanganyika vidole hizi 10 kwa udongo na chuma. Maana yake ni nini? Hiyo Danieli 2 mstari ule wake wa 42 akasema hivi, na kama vidole vya zile nyayo zilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Fungu la 43, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kishikamana na udongo. Mungu akaonyesha maana ya vidole ambao vimechanganyika nusu chuma na nusu udongo. Akaweza kuelezea ya kwamba falme za Europa watajaribu kushikanisha serikali za Europa zishikanishe, ziungane iwe kitu kimoja, lakini Mungu akasema hii serikali hazitashikamana kama vile udongo na chuma haziwezi shikamana. Mpenzi, kuna kitu ningependa nikumbushe pale ambao labda sikuzungumzia katika hiyo mkando wa kwanza. Kuna wafalme 7 waliotokea kujaribu kushikanisha serikali za Europa, lakini unavyokuwa umesema hawatashikamana. Gani hawa? Mmoja alikuwa anaitwa Charles Magne alitokea kujaribu kushikanisha serikali za Europa, ikashindikana. Mwingine anaitwa Louis wa 14 alijaribu kushikanisha lakini ikashindikana. Watatu anaitwa Hitler naye alitokea wakati wake akajaribu kushikanisha serikali za Europa, lakini kama vile Biblia ilikuwa imesema hawatashikamana, haikushikanisha. Wa India alikuwa anaitwa Napoleon pia naye alitokea akataka kushikanisha serikali za Europa, lakini haikuwezekana. Mwingine wa 5 alikuwa anaitwa Charles William naye Kaiser William alijaribu kushikanisha lakini haikuwezekana. Mwingine ambaye ni wa 6 anaitwa Charles wa 5 akatokea huko Europa akajaribu kushikanisha serikali za Europa, lakini Biblia ilikuwa imesema hawatashikamana. Saa hii wa 7 ambaye tuko naye na kipindi chetu anajaribu kuunganisha serikali za Europa anaitwa soko la mataifa. Ndilo hili ambalo linaundwa na Umoja wa Mataifa, na ndio hii ambayo unasikia imebuniwa huko Europa, inaitwa soko la kimataifa. Hii soko ya mataifa anajaribu bila atashikanisha hiyo serikali za Europa, lakini Biblia na unabii ilikuwa imesema hawatashikamana kama vile wale wengine 6 walivyotangulia walijaribu na ikashindikana. Vivyo hivyo na hata hilo soko la mataifa ambalo limebuniwa huko Ulaya halitashikana. Wanajaribu hata kufanya euro currency. Hizo zote ni mbinu wapi ya kutaka kushikanisha, lakini unabii ukasema kama vile chuma na udongo haziwezi shikamana, ndivyo navyo wataweza kushikana. Walijaribu hata vile Biblia imesema kupitia kwa kuoana, intermarriage, wao wafalme kubadilishana wake na wasichana wao, lakini haikuwezekana. Kwa hivyo Mungu alikuwa amesema itashikamana, na ni wakati huo tuliona katika hiyo kukanda ya kwanza. Hapo ndio jiwe linakuja, ufalme wa Yesu unakuja, wakati dunia inatawaliwa serikali nyingi zikiwemo serikali 10
Zayopa. Unabeo mpenzi, ukarudua Danieli kwa njia wanyama. Ndio watu waliona wanyama wakubwa wanne ambao tunasoma katika mkanda wa pili na hata mkanda wa tatu. Tukaona wanyama wanne Danieli alionyesha katika Danieli 7 kuanzia fungu la kwanza mpaka la 8. Italazimu turudia tena ili tuweze kuingia katika mnyama wa 4 ambao ndio tunachukulia siku ya leo. Katika Danieli 7 ninasoma, tusome pamoja nawe fungu la kwanza mpaka fungu lake la 8. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, watu wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakapotoka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande moja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyanga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambao mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Bwana abariki somo. Danieli akaweza kuonyeshwa kama vile tuliona kwa mkanda wa pili na watatu, wanyama wanne wakitoka ndani ya maji. Wanyama wanne wanatokea kwa maji, wanyama wa ajabu wa kutisha. Tukaweza kuona Danieli alipoonyeshwa akitokea, Danieli akaambiwa andike. Kila Biblia imeandika maneno hayo. Biblia zote duniani zimeandika mambo haya. Iwadi ya Kiingereza, Kiswahili, lugha yote ulio nayo imeandika maneno haya. Danieli akaambiwa andike. Kwa nini andike? Kaona kitabu cha Warumi 15 mstari wake wa 4 inasema mambo yote yameandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa hii mambo ambayo Danieli aliambiwa andike, kuna kitu anatufundisha. Ni mambo ya kiunabii, alionyeshwa kwa njia ya kiunabii. Kuna kitu anatufundisha. Yanatufundisha nini? Ni unabii. Na tukajiuliza unabii ni nini? Tuliona kitabu cha Hosea 12 fungu lile lake ambalo ni fungu la 10. Unabii ni nini? Hosea 12 mstari wa 10 inasema hivi: tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Yaani Mungu akitumia manabii, Biblia inasema Mungu akitumia manabii ametumia mifano. Unabii ni nini? Ni injili ya Yesu inaokoa, lakini kwa njia ya mifano. Mungu anatumia mifano mbalimbali kuelezea ukweli mbalimbali. Kwa mfano, anatumia mfano wa wanyama kuelezea nini? Mstari wake Danieli 7 fungu la 17. Danieli 7 fungu la 17. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Danieli akaambiwa wanyama wakubwa 4 ni mifano tu inatumika kuonyesha wafalme wakubwa 4 watakaotokea duniani. Watu wengi anatumia neno wafalme, akiwa moja kama huyu wa 4 wa mwisho kutokea duniani. Akaambiwa hivi, Danieli 7 mstari wa 23, akiwa moja ni nani? Anasema hivi, akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande. Neno la Mungu linasema huyo mnyama wa 4 ambao Danieli alionyeshwa akiwa ni wa kushangaza tofauti na wanyama wengine, akaambiwa ni ufalme wa 4 utakaotokea duniani. Kwa hivyo tuliona na ndio ukweli wa mambo. Mnyama kutoka kwa maji anasimamia ufalme kutokea duniani. Kwa hivyo tuliona falme kubwa 4 ambazo Mungu alionyesha zitatokea kutawala dunia kabla Mungu hajaleta ufalme wake ambao ni ufalme wa milele, ambao ni ufalme wa Yesu unaolinganishwa na jiwe, ufalme wa milele utakaotawala
dunia, kama vile mawe yanamiliki yanadumu milele. Ufalme wa Yesu tuliona unalinganisha na jiwe, ni ufalme wa milele. Sasa swali ni hili, tuliona falme hizi ni gani? Tuliona ufalme wa kwanza ni wa Babeli ulioongozwa na Nebukadneza aliyelinganishwa kichwa cha dhahabu na aliyeoteshwa hii ndoto na akatafsiriwa Danieli. Akaambiwa ufalme wake ndio unalinganishwa dhahabu na ndio mnyama wa kwanza simba. Ufalme wa kwanza kutawala dunia ni ufalme wa Babeli, Babylon Empire, ambayo iliongozwa na Nebukadneza aliyeoteshwa hii ndoto mwaka wa 606 BC mpaka mwaka wa 538 BC. Baadaye ukaja ufalme wa pili, ndio hiyo tuliona katika sanamu imelinganishwa kifua na mikono ya fedha. Nguvu mbili zilizoshirikiana ili kuondoa ufalme wa Babeli, Wamedi na Wajemi, Medo Persia, lugha yao inaitwa Iraki na Iran. Wamedi na Wajemi tuliona walitokea mwaka wa 538 BC na wakaondoa ufalme wa Babeli. Ndio huyo mnyama wa pili tuliona dubu, ufalme wa pili kutokea duniani, Medo Persia, na tuliona kuna mifupa mitatu ambao ni majimbo matatu yaliyokuwa na nguvu iliyo lazima wa Babeli wa Medo Wajemi wamalize ili waweze kutawala dunia. Moja tukaona mfupa moja ni Babeli, mwingine tukaona inasimamia Libya, na mfupa wa tatu inasimamia Misri, ilikuwa pia na nguvu. Tena tuliona simba, ufalme wa Babeli na mabawa. Maana ya mabawa tuliona Zaburi 18 mstari wa 10. Mabawa inasimamia wepesi ama uharaka wa ufalme. Tuliona ufalme wa tatu kutawala dunia, ndio ufalme huu unalinganishwa mnyama wa tatu chui. Ufalme huu ni ufalme gani? Ndio tuliona katika mkanda wa tatu, ni ufalme wa Kigiriki, Greece Empire, ambayo iliongozwa na Alexander. Tulisoma Danieli 8 fungu la 20 na 21. Tukaona ufalme wa Kigiriki ukiongozwa na Alexander the Great. Mwaka wa 331 BC ukatokea na ukatawala dunia nzima. Alexander akiwa na majeshi 47,000 akaondoa ufalme wa Medo Wajemi waliokuwa na majeshi 1,000,000. Na ndio maana tukaona chui akiua mnyama dubu, ufalme wa Kigiriki ukiondoa ufalme wa Medo Wajemi. Ni nini iliyosaidia Wagiriki? Tukaona ako na mabawa manne. Mabawa tuliona ni wepesi. Zaburi hiyo nimesema 18 fungu la 10. Mabawa inasimama wepesi wa ufalme. Vile ufalme ulikuja kwa haraka na ukatawala. Sawa na kitabu cha Habakuki 1 fungu la 6 mpaka 8. Tulipokuwa tunaangalia Wakaldayo, Wababeli walipokuja kutawala ilionekana wako wepesi, askari wepesi, walikuwa na farasi wepesi. Ndio maana ako na mabawa mawili kama ya tai. Ni ufalme ambao ulikuwa na kuingia kwa haraka. Mabawa tukaona inasimamia wepesi. Baadaye tuliona Alexander alikufa, ufalme wake ukagawanyika sehemu nne. Ndio maana vichwa vinne, North, South, East and West, ikiongozwa Seleucus, Ptolemy na Kasada. Na tukaona pombe ikaua Alexander. Ufalme huu ndio ulikuwa na mambo mengi, mambo ya kunywa pombe. Na sio hiyo peke yake, ufalme wa Kigiriki ulikuwa pia na mambo ya kisayansi. Ndio ulileta mambo ya usayansi, evolution theory. Ile watu ambao wanasema mtu alitoka kwa nyani. Ile ambao watoto hata wanasoma shule. Ati watu mwanadamu kwanza tulikuwa na mkia mrefu. Tukasoma tulikuwa tunaitwa Homo habilis. Baadaye ikaja mkia ikikatika ikaitwa Homo erectus. Alafu baadaye tukasimama miguu miwili ati Homo sapiens. Hiyo yote ni uongo. Na ni mambo tulisoma kwa Giriki. Hiyo elimu imetoka kwa Giriki. Hao walikuwa ndio wa sayansi. Na sio hiyo peke yake. Wamekataa hakuna Mungu. Wajua sayansi wanaamini hakuna Mungu. Mwanadamu alitokea tu. Hiyo yote ni mambo ya uongo ndugu na mtazamaji. Ni mambo tu ambayo ni Wagiriki. Hao ndio walikuwa pia na wasomi wa nyota ambao tunasoma kitabu cha Mathayo 2. Hebu tuende pamoja na kitabu cha Mathayo 2. Mahali ambao tunaona waliosoma wakaona nyota mbinguni, wakapiga na wakapima na darubini na vitu zao, wakaona nyota inatembea mbinguni. Wanaitwa mamajusi wa mashariki, walikuwa ni wasomi wa nyota wa Kigiriki. Hao ndio wanaitwa sayansi wa Kigiriki. Mathayo 2 fungu la kwanza mpaka 3 inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Hao ambao wanaitwa mamajusi wa mashariki waliona nyota ikitembea kutoka huko mashariki, wakaja ikawaleta mpaka ufalme huu wa Roma ambao ni mnyama wa 4, ufalme wa Herode, ufalme wa Roma uliokuwa na prime minister anaitwa Pontio Pilato, ulikuwa ni ufalme huu wa Kiroma. Na ndio maana nyota walipima, maana ni wanasayansi wa Kigiriki, walipima na vitu zao, wakaona nyota inatembea kutoka Ugiriki ikaja ikawavukisha mpaka Roma. Na kwa vile Roma wakati huo ndio ilikuwa inatawala dunia nzima, basi wakaenda kuomba ruhusa kwa mfalme wa Roma aliitwa Herode. Ni kama hata leo mtu akitoka nchi jirani kama Uganda anakuja hapa kwetu Kenya,
kama wana mambo ya kiserikali, lazima wafahamishe rais wa Kenya ili ajue kuna wageni wako hapa kwa huduma fulani rasmi. Hivyo ndivyo wazazi wa Kigiriki walifanya. Walifuata hiyo nyota ili kuwavukisha mpaka Roma, na Roma ndio ilikuwa inatawala dunia nzima. Ikalazimu sasa lazima waombe mfalme wa Roma aliyekuwa anaitwa Herode ruhusa wajue kwamba wamfahamishe ya kwamba wako huko nchi ya Roma kwa kazi spesheli. Ndio maana tukasikia wamajusi wa kutoka mashariki wakaenda kwa Herode. Hao ni Wagiriki, wasomo wa Kigiriki waliokuja wasayansi mpaka Roma, na maana Roma ndio ilikuwa inatawala dunia, hata Waisraeli walikuwa chini ya Roma. Ndio maana wakafahamisha Herode wako huko kwa kazi spesheli katika ufalme huu wa nne, ufalme huu wa Roma, maana ndio ulitawala dunia. Hao ni mamajusi wa mashariki, wasomi wa nyota wa Kigiriki. Kwa hiyo Wagiriki pia ndio walileta mambo ya evolution theory, mambo ya kusema vitu ilitokea tu. Hiyo wamekataa mambo ya uumbaji. Na ndio unaona hata wasayansi wengi leo wanasema ati mwanadamu hajaumbwa, ametoka tu kwa nyani. Hii yote ni elimu ya kipumbavu ambayo imetoka na Wagiriki. Lakini Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Zaburi. Ukisoma kitabu cha Zaburi, twende pamoja na wewe kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi 50. Ukisoma kitabu cha Zaburi 53, fungu lile lake la kwanza. Kitabu cha 53 fungu la kwanza inasema hivi: mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Neno la Mungu linasema mpumbavu ndiye amesema moyoni hakuna Mungu. Kwa hivyo watu ambao ni Wagiriki, wasomi wa nyota, wa sayansi ambao wamekataa hakuna Mungu, wao wenyewe ndio wanasema hakuna Mungu. Na Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Kwa hivyo hao ambao wanapinga mambo ya Mungu, wa sayansi hawa, Biblia inasema ni wapumbavu. Wamepinga mambo ya uumbaji, creation, uumbaji, ya kwamba Mungu yuko wapenzi, na Mungu ndiye ameumba vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Vitu haikutokea hii ndugu na mpenzi, ni Mungu aliomba. Na ndio maana unaona hata ukiangalia wanyama na ndege na kila kitu duniani, kuna mtu anayechunga. Hata wewe ukiangalia hivi utaona kuna nguvu fulani ina control vitu hizi, na hiyo ndio nguvu ya Mungu. Upenze kuna Mungu yuko duniani, Mungu yuko na Mungu yuko. Na Biblia ikasema mtu anayepinga hakuna Mungu ambaye Mungu muumbaji, huyo mtu ni mpumbavu. Wasayansi wanaokataa hakuna Mungu wameanza hata juzi kutengeneza wanadamu. Watu wanaanza kuumba na test tubes. Hiyo yote ni mpango wa kupinga uumbaji wa Mungu. Lakini Biblia inasema huo ni upumbavu. Ndio Wakorintho wa kwanza 1 fungu lake la 22. Ndio maana Yesu alisema hivi, mtumishi wa Mungu Paulo akiwa katika roho akasema, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima. Paulo, neno la Mungu linasema Wayahudi walikuwa wanataka kuwa na ishara tu, lakini Wayunani ambao ni Wagiriki walikuwa ni watu wanataka hekima, walikuwa na hekima ya usomi wa nyota. Mungu akubariki kupitia kwa hiyo marudio, usikose katika mikanda yako nyuma. Sasa tunaingia katika mnyama huyu wa nne. Ufalme wa nne kutawala dunia. Mnyama huu ni ufalme wa nne kama vile tumeona, ufalme wa Kirumi kama vile tuliona. Ufalme huu ulitokeaje? Ulitokea namna gani? Ufalme huu ulitokeaje? Katika Danieli 7 mstari wake ni mstari wake ambao ni mstari wa 23. Kisoma kuanzia mstari wa 23. Hapo ndio Danieli anaelezewa kuhusu mnyama wa nne, ni ufalme wa nne, na anasema hivi Danieli 7:23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, na utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Neno Mungu linasema hivi wapenzi, ya kwamba mnyama huyu wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Ni ufalme wa nne ambao ulionekana utatokea duniani. Sawa na vile tuliona miguu ya chuma. Megoi tokaana ni ufalme wa nne. Ni ufalme wa Kirumi. Ufalme wa Kirumi ndio hata Yesu akizaliwa na Mariamu kwa njia na uwezo wa Roho Mtakatifu alikoza ufalme wa Kiroma ukitawala dunia. Ndio huyo tayari tumesema katika kitabu cha Mathayo 2. Tokaona ulikuwa na mfalme mmoja anaitwa Herode. Ndio ulikuwa na prime minister ama diwani ya magavana alikuwa anaitwa Pontio Pilato. Ufalme wa nne wa Roma ndio ulikuweko tangu mwaka 168 BC. Yesu akazaliwa katika ufalme wa nne, ufalme wa Kirumi. Na ufalme huo Yesu akacha ukitawala kuanzia mwaka huo
na ukaendelea mpaka mwaka wa 476 AD, 476 AD. Na ndio maana ukatokea katika na pembe hizi 10 ambao ndio tuliona vidole 10 ukavunjika katika serikali 10 za Europa ama serikali 10 za Ulaya. Ufalme wa nne ambao ndio ufalme wa Kirumi ndio tuliona katika Yohana Injili 11 mstari wa 47 na 48. Yohana Injili 11 mstari wa 47 na 48 inasema hivi: basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi watu wote watamwamini na Warumi watakuja watuondolee mahali petu na taifa letu. Bwana asifiwe sana mpenzi. Neno la Mungu linasema Waisraeli hata Yesu akizaliwa ile walikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Huo ndio ufalme ulikuwa unatawala dunia nzima. Tangu wakati hata Yesu na mitume walikuwa kwa wakati ya ufalme wa nne ambao ni ufalme wa Kirumi. Kwa hivyo mnyama wa nne ni ufalme wa nne kutawala dunia, ufalme wa Kirumi. Uliondoa ufalme wa Kigiriki mwaka wa 168 kabla Yesu kuzaliwa. Yesu akazaliwa katika ufalme wa Kirumi na ukaendelea mpaka Yesu akafa na hata mitume wakafa, wakaacha ufalme wa Kirumi ukiendelea kutawala dunia. Ufalme wa Roma uliendelea namna gani? Danieli akionyeshwa mnyama huyu anatokea. Katika hiyo Danieli 7 alionyeshwa mnyama ako tofauti na wengine. Angalia mpenzi ndio na mtazamaji. Wanyama wale wengine Danieli aliona mnyama wa kumfananisha naye. Kama ufalme wa kwanza wa Babeli ukaliganishwa wa simba, ufalme wa pili wa Medo wa Jemi ukaliganishwa wa dubu, ufalme wa tatu tawala dunia wa Kigiriki ukaliganishwa wa chui. Lakini ufalme wa nne, ufalme wa Roma ulipotokea kutawala dunia, Danieli alionyeshwa utakuwa tofauti na falme zile zingine zote, mpaka akakosa mnyama wa kumfananisha naye. Kwa nini ufalme wa Roma, kwa nini uwe tofauti na wengine? Roma kiti ya kwanza ilitawala muda mrefu sana, kuanzia mwaka wa 60 BC mpaka ikamalizia miaka ya BC, ikaenda mpaka mwaka wa 476 AD, na baadaye ikabadilika katika serikali hizi 10, ikawa bado ni Roma inatawala dunia, lakini chini ya serikali ndogo 10, na hizo serikali za Europa, serikali za Ulaya, na hizo zilienda zikateka nyara dunia yote, zikaiteka nyara, zikakolonize Waingereza ama British wakaja Kenya. Kenya is a British colony. Wengine wakaenda Uganda, wengine Tanzania, wengine South Africa, wengine Congo, Ivory Coast, dunia nzima, India, dunia yote ikatawaliwa na Roma. Na hata Roma ikagawanya dunia nzima katika serikali ndogo 10. Ndio maana ya vidole 10 ama pembe hizi 10 ama vidole 10. Bila tulisikia ikagawanyika katika Danieli 2:41, tukaambiwa ufalme utagawanyika katika serikali ndogo 10. Ndio maana ya vidole 10. Serikali za Europa zikatokea Roma. Ndizo hizi pembe 10. Angalia mpenzi. Serikali ya Roma ilikuja na mambo mengi. Jambo la kwanza, ilikuja na kitu kinaitwa corporal punishment. Adhabu ambayo unaona watu wanapewa katika mashule, au watu wanapewa hata makorokoroni, ililetwa na Waroma. Corporal punishment. Na Roma ilileta mambo ya kutoza ushuru. Aya. Na ndio maana tunasema hata Yesu aliitishwa kodi katika ufalme wa Kirumi. Yesu alipokuwa duniani, mwana wa Mungu, aliitishwa kodi mpaka akaambia Petro aende baharini avue samaki, na ile samaki atatokea kwanza amkate atoe dinari aende alipe kwa ajili ya Yesu na kwa ajili ya wanafunzi wake. Kwa hiyo Roma ilileta hata mambo ya kutoa ushuru. Ndio walileta mambo ya ushuru. Ndio walileta mambo mengi kama kutengeneza barabara, wakaleta mambo hata ya masomo na mambo mengine kama yale. Walileta mambo mengi. Na hivyo basi ufalme ulipokuwa unatokea, ulikuja na kitu kingine pia. Kitu gani? Danieli, tuenda pamoja nawe kitabu cha Danieli. Danieli 8. Fungu lake la 23. Danieli anapoonyeshwa, baada ya kuonyeshwa ufalme wa Kigiriki ukiisha, Danieli 8 fungu lake sasa la 23 mpaka 25 anaonyeshwa ufalme wa nne ukitokea. Danieli 8, tuende pamoja nawe kifungu lake la 23 kuteremka. Inasema hivi, anasema hivi: na wakati wa mwisho wa wafalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama, na nguvu zake zitakuwa nyingi mno,
lakini si kwa uwezo wake mwenyewe. Naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo. Naye atawaangamiza hao waliohodari na watu wa watakatifu, na kwa mashauri yake atafanikisha ile mikononi mwake. Naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama. Naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Sikia mpenzi, mstari wake wa 23 ikasema, na wakati wa mwisho wa ufalme wao wako sawa atakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama. Sikia mpenzi, baada ya ufalme wa Kigiriki, Danieli sasa anaonyeshwa ufalme wa 4 wenye uso mkali unaofahamu mafumbo utasimama. Ndio ufalme wa Kirumi, ndio ulikuja na mafumbo. Biblia inatumia lugha mafumbo. Mafumbo ni nini? Mafumbo ni Latin, lugha ya Kilatini. Ufalme wa Kirumi ulipokuja kutawala ulitumia lugha ambao dunia ilikuwa haijui. Watu walikuwa wanajua Kigiriki na Waisraeli walikuwa wanaongea Kiebrania, lakini Roma ikaja na lugha ambayo dunia ilikuwa haijui. Ndio Biblia ikatumia neno mafumbo, lugha ya Kilatini, Latin language. Roma ikaja na lugha hii ya Kilatini, na ndio maana anasema afahamuye mafumbo. Ikaja lugha ambayo dunia ilikuwa haijui, ikaleta lugha ya Kilatini. Na sio hiyo peke yake, ilipoleta hiyo lugha ya Kilatini ambao watu wengi walikuwa wajui, ikafanya mambo mageuzi mengi, maana watu walikuwa wajui. Na hata leo ndio, hata wewe na mimi ndugu na mpenzi, ndio unaona hata leo watu wajui Kilatini. Kizungu watu rahisi kujua na Kiswahili na lugha zingine, lakini Kilatini watu wanaenda kusomea. Yaani ni lugha ambayo ilianza na Kiroma, ambayo ilikuwa ijulikane. Kiingereza watu wengi wanaweza jua na wanaongea, na lugha nyingine hata zinginezo, lakini lugha ya Kilatini ni lugha ambayo ililetwa na Warumi, na watu wengi hata leo wanajifunza hiyo lugha. Ni lugha ambayo Roma ilifaulu kufanya mageuzi mengi, maana watu walikuwa wajui hiyo lugha, ikatumia hiyo nafasi kufanya mageuzi mengi. Na Mungu akaonyesha ufalme utakapotokea utafanya nini? Utatokea na pembe zingine 10 na pembe nyingine ndogo itokee. Hii maana yake ni nini? Turudi Danieli 7 kuanzia fungu la 19. Kama kuna mnyama alishangaza Danieli katika wanyama wote, ni mnyama huyu wa 4. Hebu sikia mpenzi, Danieli 7 tuanzie 19. Inasema hivi: kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa 4 aliyekuwa mbali na wenzio wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake alikuwa ni ya chuma na makucha yake ni ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyanga mabaki kwa miguu yake. Na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yani pembe ile yenye macho na kanywa lililo neno makuu, ambao kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Mungu abariki neno lake. Neno Mungu linasema Danieli akataka kujua maana ya mnyama wa 4 aliyekuwa tofauti na wengine, na sio hiyo peke yake, akataka kujua maana ya pembe 10 na zaidi pembe hiyo ndogo iliyosuka ambayo iliyomea, ambayo ilikuwa tofauti na zingine. Na Biblia inasema iliyongwa pembe 3, na Biblia ikasema pembe ilikuwa na macho kama macho ya binadamu, na pembe ilikuwa na kanywa, lakini pembe ilikuwa na masikio. Danieli akashangaa sana, na alitaka kujua sana maana ya mnyama wa 4, maana ndiye alikuwa tofauti na wengine, na akashangaza Danieli sana. Ufalme wa Kirumi ulipokuwa unatokea, kama vile nimekuelezea, ulitokea na lugha ambayo ilikuwa ijulikane, lugha ya Kilatini. Na sio hiyo peke yake, ufalme wa Roma ulipotokea, Danieli akaonyeshwa utakuwa na nguvu nyingi, nguvu kama za chuma. Ndio maana tukaambia alikuwa na meno ya chuma na alikuwa na makucha ya shaba. Ndio ufalme ulikula kila kitu na kuvunja vunja, na ulionekana utaleta maadili mengi, utaadhiri dunia pakubwa. Hata leo
ukaathiri dunia sana katika mambo ya kimwili, na zaidi pia katika mambo ya kiroho, na zaidi pia hata katika mambo ya kiuchumi. Ufalme wa Kirumi ukaonekana utafanya mageuzi makubwa. Swali lile sasa, hizi pembe 10 zilitokea ni nini? Pembe hizi 10 mpenzi, ni sawa na vile tuliona katika mkanda wa kwanza, vidole hizi 10 katika miguu ya chuma. Ni falme 10 ambao tuliona zilitokea katika ufalme wa 4, ufalme wa Kirumi ukatokea na falme ndogo 10 ambazo zilitokea katika Roma. Ndizo hizi ambazo tuna Danieli 7:24. Kwenda Danieli 7 fungu lake la 24. Danieli 7:24, Biblia inasema hivi: na habari ya zile pembe 10 katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Neno la Mungu linasema hivi, ndio na mpenzi, Danieli akaonyeshwa pembe 10 hizi ni wafalme 10, hadi wafalme 10 waliotokea Roma pamoja na falme zao, sawa na vile tuliona katika vidole hizi 10, yaani ni wafalme 10 waliotokea Roma na falme zao. Hizi ni serikali za Europa ambao tuliona hapa, na ndizo hizi hapa: France, England, Portugal, Italy, Germany, Switzerland, Spain, Herodi, Vandus na Ostrogothi. Wafalme 10 wakatokea Roma pamoja na falme zao. Alafu baadaye Danieli akaonyeshwa kuna mfalme mwingine atatokea baadaye. Angalia hapa ndio na mpenzi, kuna kitu Danieli anaonyeshwa ambao Nebukadneza hakuonyeshwa katika sanamu. Katika sanamu Nebukadneza hakuonyeshwa kidole cha 11, lakini Danieli katika Danieli 7 akionyeshwa mfalme wale wa Kirumi, anaonyeshwa kuna pembe nyingine itatokea baadaye, kuna mfalme mwingine atatokea baadaye, baada ya wale wafalme 10, baada ya serikali hizi 10 za Europa. Danieli akaonyeshwa kuna mfalme mwingine atatokea Roma na atakuwa tofauti na wale wengine. Danieli akaonyeshwa. Angalia mpenzi, Danieli 7. Turudi Danieli 7 fungu lile lake ambalo ni fungu lake la 7 na 8. Narudia tena Danieli 7 mstari wa 7 na 8. Inasema hivi: baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4, mwenye kutesha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na mende ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyanga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo mulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Mungu abariki somo. Neno la Mungu linasema Danieli akaonyeshwa katika mnyama wa 4 ukitokea na pembe 10, na zaidi sana akaonyeshwa pembe nyingine ndogo iliyotokea baadaye. Sikia mpenzi, na kama kuna kitu kilishangaza Danieli katika ufalme wa 4 ni pembe ndogo. Maana katika sanamu ya Danieli 2 hakuwa ameonyeshwa, Mungu hakuonyesha Nebukadneza kidole cha 11 kitatokea. Kuna serikali nyingine itatokea Roma, lakini Danieli mtumishi wa Mungu mstari wa 8 inasema nikaziangalia sana pembe zake. Ni baada ya Danieli kuangalia sana pembe hizo 10, aliona hii pembe ndogo ikitokea. Angalia ndugu na mtazamaji, ni baada hata wewe kuangalia sana katika mambo ya Mungu katika Biblia na hata katika dunia leo, utaona hii serikali ya mpinga Kristo. Hii ndio serikali ya Antichrist. Mwana hii namba ambayo tutaona hapa, nikiweka Ufunuo usikose. Namba iko hapa 666. Angalia, ni baada ya kuangalia sana Danieli aliona hii pembe ndogo, serikali ya mpinga Kristo iliyotokea Roma, ya mwenye namba hiyo 666. Biblia inasema nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo. Angalia, ni baada ya Danieli kuangalia sana, na sio hiyo peke yake. Danieli 7, twende pamoja na kitabu cha Danieli 7 fungu lake la 20. Usikie Danieli akielezea kuhusu pembe hii ndogo, anasemaje? Na habari ya zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka ambayo mbele yake zilianguka pembe 3,
yaani pembe ile yenye macho na kanywa lililonena makuu, ambao kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu akapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu waumiliki ufalme. Neno la Mungu linasema Danieli alipokuwa anaonyeshwa hii pembe ndogo, serikali ya mpinga Kristo ilionekana itatokea Roma, Biblia inasema aliangalia sana, ndiye akaona hiyo pembe ikitokea. Biblia inasema vile hiyo pembe ilikuwa inatokea, ilianza ikiwa ndogo. Neno la Mungu linasema ilianza ikiwa ndogo, lakini vile iliendelea kukua na kupata nguvu, Biblia ikasema ikang'oa pembe tatu. Ikang'oa hizi tatu katika zile za kwanza 10. Kwa hivyo zikabaki 7 na yenyewe ikiwa ya 8. Ikang'oa pembe tatu. Na sio hiyo peke yake, Biblia ikasema ikakua na ikawa hodari kuliko wenzake. Angalia hiyo fungu ambao tumesoma, fungu lake la 20, ambao kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Yaani pembe Danieli akaonyeshwa inatokea iko ya mwisho, inatokea pia 11. Lakini angalia mpenzi mtazamaji, inapotokea inakuwa na inakuwa hodari kuliko wenzake, inakuwa hodari kuliko serikali zile zingine zilizoitangulia hapo nyuma. Swali hili sasa, hii pembe ni gani? Danieli akaonyeshwa pembe ikipigana na watakatifu wa Mungu na ikawashinda. Hayo tena ni maneno mengine, ndugu na dada mtazamaji. Biblia inasema pembe ikapigana na watakatifu wa Mungu ikawashinda. Hii pembe ikapigana na watakatifu na ikawashinda. Mpaka lini? Mstari wa 22 ikasema hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira akawadia watakatifu waumiliki ufalme. Na pembe ilipigana na watakatifu wa Mungu mpaka mzee wa siku akaja. Mzee wa siku ni nani? Ni Mungu Baba. Mungu Baba ndiye anaitwa mzee wa siku, yaani wa masiku mengi, anaitwa Alfa na Omega. Angalia, amekuweko, yuko na atakuweko na ataendelea kuweko milele. Hebu sikia, hata akaja huyo mzee wa siku, Mungu mwenyewe akaja akaokoa watakatifu wake kutoka kwa mateso ya pembe ndogo. Angalia mpenzi, pembe hii ikatesa watu wa Mungu. Hii pembe serikali ni serikali gani sasa? Na ndio Danieli anataka sana kujua habari yake. Ni serikali gani sasa ambayo ilitesa watu wa Mungu? Na ilitokea Roma na muda gani? Danieli 8. Twende kitabu cha Danieli 8. Uone Danieli akionyeshwa vile itatokea. Danieli 8 kuanzia fungu lake la 9 mpaka la 13. Danieli 8 kuanzia fungu la 9 mpaka 13 anaongea kuhusu ile pembe ndogo iliyotokea katika serikali ya Roma. Anasema hivi: usije ukasahau katika mkanda ambao tuliona mkanda wa 3, tulianza kuona vile Danieli alionyesha ufalme wa Kigiriki ukitokea duniani. Na tukasoma hiyo Danieli 8 fungu la kwanza mpaka fungu lake la 8. Tukaona vile ufalme wa Meda wa Jemi uliondolewa na ufalme wa Kigiriki. Sasa kuanzia mstari wa 9, hapo ndio tunaona vile ufalme wa Roma ulikuja na hasa hii pembe ndogo, serikali ya mpinga Kristo. Danieli 8 tuanze fungu la 9 mpaka fungu la 13. Angalia vile ufalme pembe hiyo ilitokea. Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri, nayo ikakua kiasi cha kulifikia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na ya nyota ikazikanyanga, na ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima, na mahali pa patakatifu pake pakaangushwa chini, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Nimefika fungu la 12. Biblia inasema Danieli baada ya kuonyesha ufalme wa Kigiriki, akaonyesha ufalme wa Kirumi ukitokea, na akaonyesha pembe ndogo ikitokea Roma, na akaonyesha ilipotokea ikakuwa sana na ikawa hodari na ikapiga watakatifu wa Mungu, na sio hiyo peke yake, ikaangusha kweli hata chini. Sikia ndugu na dada mtazamaji,
Neno la Mungu linasema pembe ikaangusha ukweli hata chini. Hii ilifanyika namna gani na ilifanyika lini? Ilifanyika namna gani na ilifanyika lini? Usikose wakati mpenzi, tutakuwa katika mkanda wa 5 utakaofuata, nitakaoingia mwanamke huyu wa Ufunuo 17 na mnyama huyu. Tutakuja kuona wakati ufalme wa Kiroma ulianzisha kanisa ile ya kiserikali ya Kirumi, lakini ulianzisha hapa katika pembe ndogo. Ulianzishaje? Ndio maana Yesu alinena habari zake katika Mathayo 24 mstari wake wa 15. Wakati Yesu alipokuwa duniani aliongea habari ya pembe ndogo, mpinga Kristo, na ndio hiyo tuana alionyeshwa mwenye namba 666. Mathayo 24 mstari wa 15, Yesu alisema na anasema hivi: basi hapo mtakapoliona chokezo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Yesu alisema na anasema mpenzi, wakati tutaona ili chukizo la uharibifu ambalo lilionyeshwa Danieli, wakati tutaona limetokea patakatifu, yule anasoma unabii wa Danieli na ajue. Na ni kweli, na nimefurahi sana ndio na mtazamaji. Kumbe ndio maana hata tunasoma unabii wa kitabu cha Danieli. Kwa nini tunasoma unabii wa kitabu cha Danieli? Si kwa bahati mbaya. Yesu alisema na anasema Wakristo wa kweli wa siku za mwisho sharti wasome unabii wa kitabu cha Danieli. Ndio Biblia ikasema yule atasoma unabii wa Danieli ndiye atajua. Ndio maana tunasoma unabii wa Danieli, kisha na baadaye tusome unabii wa kitabu cha Ufunuo. Maana Yesu alisema na anasema yule atasoma ndiye atajua. Kwa hivyo maneno haya Mungu alifunulia Danieli ndio, na akamwonyesha hii chukizo la uharibifu. Yesu ametumia neno chukizo la uharibifu. Yaani ni chukizo, ni mtu anaenda kinyume cha Mungu, anachukiza Mungu. Ni kweli. Ndio maana Danieli alionyeshwa akitukana Mungu na akitesa watu wa Mungu na akigeuza majira na sheria za Mungu. Huyu alitokea namna gani? Na ndio Yesu aliongea habari zake. Alionekana atatokea katika mnyama wa 4, ufalme wa Kiroma. Ndio maana Danieli alionyeshwa mnyama wa 4 akitokea na pembe ndogo, chokezo wa uharibifu. Alitokea namna gani? Ufalme wa Kiroma nimekwambia ndio ulikuwa unatawala dunia tangu kwa 6 BC. Ulipokuwa unaendelea kutawala dunia, ukaenda hata Yesu akazaliwa ndani ya ufalme huu ukitawala dunia. Yesu akaendelea akaacha hata ufalme wa Roma ukitawala dunia. Hata Wakristo wanafunzi wa Yesu waliacha ufalme wa Roma ukitawala dunia. Lakini kuna kitu kilifanyika mwaka wa 303 AD, 303 AD mpaka mwaka wa 313 AD, kuna unabii ulikuwa umetabiriwa ulitimia. Ufunuo 2 fungu lake la 8 mpaka kufika fungu la 10. Ufunuo 2 fungu la 8 mpaka fungu la 10. Biblia inasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika, haya ndiye anenaye aliye shahidi wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawai. Najua dhiki yako na maskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano yao wasema ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakao kupata. Tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nani mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Hiyo ndio kipindi Yesu aliona na akaonya. Kipindi kuanzia mwaka wa 100 AD mpaka mwaka wa 113 ilikuwa ni kipindi hicho kanisa, kipindi cha pili, kipindi cha Smirna. Kipindi hicho kilitokeaje? Ni kipindi ambacho kanisa lilipata mateso. Wakristo wa kweli aliamini Yesu. Usije ukasahau ya kwamba Yesu alipouawa, wale waliokuja baadaye wakaja wakamwamini, wanafunzi wake waliendelea kuuawa na kuendelea kuteseka. Hata kanisa la mitume liliweza kuteswa mpaka wakatawanyika, na watu wa Kristo wa kweli wakaanza kuteswa na hata kuuawa. Sikia mpenzi, mateso yalikuwa makali kwa Kristo wa kweli, na ndio maana kipindi hiki kukatokea kuanzia mwaka 303 AD mpaka mwaka 313 AD. Wakristo bado usisahau bado wanaendelea kuuawa. Kuna mfalme mmoja alitokea kipindi hicho, alikuwa anaitwa Diocletian. Diocletian tunamsoma katika historia.
Sasa kitabu inaitwa Pambano Kuu, na kama huna hiyo kitabu upige simu kupitia namba ambazo ziko hapo katika screen na uweze kuagiza hiyo kitabu. Nitakupatia kitabu ya maana sana, hata itakusaidia kuelewa unabii ndani na hata ujisomee mwenyewe kwako nyumbani. Sikia mpenzi, mfalme anaitwa Diocletian alitokea katika ufalme wa Kirumi na akaamua atamaliza Wakristo wale wamebaki wachache, awangamize kabisa na afuatilie Ukristo duniani. Diocletian alipotokea katika Roma, yeye akaanza kutesa Wakristo. Kulikuwa na mwingine ambaye alikuwa anaitwa Konstantino. Konstantino sasa naye alitaka atawale katika Rumi. Sasa atatawala namna gani? Akaambia Wayahudi hivi, Wayahudi Wakristo ambao wanateswa, akamwambia sikia, mimi mkiomba na mimi nishinde vita, nitaweza kuwa Mkristo na hakuna vita hii mnaendelea kuteswa itakuwa. Kwa hivyo angalia, na shetani mwenyewe akaamua ajibadilishe, kwa sababu Wakristo walikuwa na wake pendejo. Na ilikuwa namna hii. Yesu alikuwa amewaonya Wakristo katika Mathayo 10:28. Yesu alikuwa amesema, na kama vile amesema hata leo, alikuwa ameambia wanafunzi wake wasiogope. Maana hata Mkristo mmoja alikuwa anauawa na Roma. Wanaamini Wakristo 1000. Sasa Mkristo mmoja akiuawa, wengi wanaamini. Kwa nini? Mathayo 10:28. Yesu alisema na anasema hivi, msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Yesu alikuwa amesema na anasema hata sasa, tusiogope wale wanaua mwili wasiwe roho, lakini tuogope Mungu, maana yeye Mungu ndiye anaweza kuwa mwili na roho na anatupa katika jehanamu. Sikia ndio na mtazamaji. Kwa hivyo Wakristo walikuwa na ngao moja, wanaamini 10,000. Wanaamini hata 1000. Sasa Waroma wakaona wanapigana vita ambao wameshindwa. Wajua waliokuwa na uwa Wakristo ni Waroma, wakiutumiwa na shetani. Maana shetani ndiye muuaji. Kwa mujibu wa Yohana 8:44. Shetani yeye ndiye muuaji. Kwa hivyo ni shetani alikuwa anaondoa Ukristo duniani. Maana yeye ndiye adui wa Mungu, na shetani alikuwa ameamua kufutilia Ukristo, lakini hakuna vile anaweza kufutilia. Maana Yesu alikuwa amesema yeye atadumu, kanisa lake litadumu milele. Na shetani alikuwa anataka kuondoa kanisa la kweli wa Mungu na waabudu wa Mungu wa kweli. Sikia sasa ndugu na mtazamaji, kama namna gani shetani akaona anapigana vita ambao tayari ameshindwa. Kwa nini? Anaua Mkristo moja, wanaamini Wakristo wengi bado walikuwa waogope. Ndio maana tunasoma wengi hata Wakristo kama kina Stefano na hata Yohana Mbatizaji walikatwa kichwa, na hata kina Stefano anapigwa mawe na waogopi. Hata wengine kama watengenezaji kama Reformers kama Martin Luther, John Wycliffe, Jonas, Jerome na kina Tyndale na wengine kama wale tunawasoma, ndio watu walisimama imara, hawakuogopa kifo. Sikia mpenzi, hata walipochoma moto walikuwa naimba tena wanaomba watu wanaowatesa wasamehewe. Sikia ndio dada mpenzi, ikafanyika hivyo. Sasa shetani akaona anapigana vita ambao ameshindwa, akaamua abadilishe vita. Aibadilishe kwa njia gani? Kupitia kwa mfalme mpagani ambaye ni Konstantino Mrumi, aliyekuwa ajue Mungu, abadilike awe Mkristo. Na ndio maana hiyo Ufunuo mbele tumeona fungu lile lake ambalo ni fungu lake la 9. Anasema hivi, Yesu alikuwa ameona vile shetani atabadilisha mauaji, badala ya watu wauawe kimwili, mauaji ya kiroho ikaja. Anasema hivi, na ijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano yao wasema ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la shetani. Yesu alikuwa ameona mapema kuna mtu atatokea katika Rumi, na alikuwa ni Konstantino. Huyu ndiye alitokea mwaka 313 AD. Angalia, na akajifanya Mkristo. Alikuwa ni mpagani, alikuwa ajue Mungu, lakini akajifanya Mkristo. Alionyeshwa nini? Konstantino, historia inasema vizuri, alipokuwa anatembea ya mmoja akitembea na farasi yake, alianza kuangalia mbinguni, akaona ishara imechorwa, ishara ya msalaba. Msalaba mwekundu umechorwa na akaandikiwa hivi, by this sign you will conquer. Kupitia kwa hii alama utashinda. Konstantino akaamua sasa yeye atakuwa Mkristo na ataingia kwa dini ya Kikristo. Na Konstantino akaingia kuwa Mkristo kuanzia mwaka 313 AD, na akaingia kanisani na msalaba.
Sikia ndugu na dada wapenzi watazamaji. Msalaba ambao unaona unainuliwa wa kimwili. Msalaba ambao unaona unainuliwa na macho. Msalaba umetokana na Warumi, wapagane ndio walikuwa wanainua misalaba. Na Waroma walikuwa wanatumia misalaba kama ishara ya kutesa Wakristo. Walikuwa wanatumia hiyo misalaba ishara ya kutesa watu ambao walikuwa ni watu ambao wanaitwa cruel punishment. Yaani wale ambao ni wabaya kabisa, wale ambao ni wabaya kama vile Yesu aliambiwa yeye ni kaidi kabisa. Ndio maana ukiona alisulubishwa na wale magaidi wengine wawili. Angalia, Biblia inasema sawa na historia, ishara ya Waroma, adhabu aliyokuwa anapewa mtu ambaye ni mbaya, na kusulubishwa katika mlima, katikati ya mikutaniko ya njia. Oni watu wote wakipita waone umesulubishwa, ili watu waogope, waseme mimi nitajizuia, nisije nikatenda dhambi, nisije nikaweza kusulubishwa kama huyu. Roma ilikuwa inasubisha mtu kwa mlima, tena katikati ya njia panda, mahali watu wote wanakuona, njia ya kuingilia labda Mojene, watu wanakuona. Na ndio ndivyo hata walifanya Yesu, mwana wa Mungu, masihi wa Mungu. Sikia mpenzi, hivyo basi Konstantino akaingia na hiyo alama yao ya msalaba waliokuwa wanatumia washenzi ama wapagani, akaingia nao katika ulimwengu wa Kikristo. Yesu alikuwa ameona hii mapema na akaandika kwa kitabu cha Mathayo 7 fungu lake la 15. Yesu alikuwa ameona na akaandika, na ndio maana hata leo hivi unaona misalaba iko kila mahali. Watu wanabeba misalaba kwa makanisa, watu wanaweka kwa kanisa, watu wanaweka kwa nguo, watu wanaweka hata kwa vitabu bila kujua msalaba. Hii ni alama ya Roma na ni alama ya kutesa, na hivyo ndivyo imekuwa tangu zamani na ndivyo ilivyo hata leo. Mathayo 7 fungu la 15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Yesu alikuwa ameona vile Konstantino wapagani atajifanya Mkristo na atatesa watu na atajiingiza katika ulimwengu wa Ukristo na alete upagani na akoseshe Wakristo. Mauaji yakabadilika. Roma sasa kupitia kwa huyo mfalme Konstantino ameingia dini yake Kristo. Hata kubatizwa, alibatizwaje? Yeye hakubatizwa kama vile Wakristo walikuwa wanabatizwa, kama vile Yesu ameagiza hata leo, na hata alibatizwa kwa ndani ya maji mengi. La haswa, yeye mwenyewe alianza tu kupita kwa kidimbwi cha maji. Yeye alipita kwa kidimbwi cha maji, akipatia ni mfalme, akawekewa tu maji kwa kichwa. Ubatizo wa uongo ukaanza, na akaamrisha jeshi lake, akiwa yeye ndiye mfalme, amlekoa jeshi la Kirumi, akaamrisha jeshi lake, wakapitia kwa kidimbwi cha maji na wakawa wamebatizwa. Hawakuwepo ndani ya maji mengi la haswa. Konstantino akaleta pia ubatizo ya uongo akitumwa na shetani. Kwa hiyo ni yule Mroma, lakini analeta mambo ya kipagani. Na vile ndio Yesu amesema, mbwa mwitu akiwa amevikwa ngozi la kondoo. Kwa hivyo nje ni Ukristo, lakini ndani ni upagani. Ikawa ni upagani na Ukristo zimeungana, na hapo ndio ikawa kanisa la Mungu likaingia katika kipindi kikubwa, kipindi cha giza, mahali uongo na ukweli zimeingiana, upotofu ukaingia ndani. Na ndivyo ilikuwa hivyo. Angalia ndugu na dada mtazamaji, mambo yale yalipokuja ndani ya kanisa, ikawa namna gani sasa? Konstantino ameleta mambo ya msalaba. Alafu ikawa kumbe ni shetani amebadilisha mbinu. Ni yule shetani tu alikuwa anaua Kristo. Ni ile Roma tu, maana Roma ibadilike. Na ndio maana utaona hata hii pepo haina masikio. It is a dictatorial form of government. Ni serikali inayotawala kimabavu. Ni serikali ambayo ibadilike. Roma ibadilike na sheria zake hazibadiliki. Ndio maana sasa, kama namna gani sasa? Akafanya namna hii. Maana ile Roma inatawala na ndio ule upagani unatawala. Ikawa sasa ni kubadilisha ili Wakristo wale walikuwa wanaabudu Yesu sasa na wanaamini ati Yesu alizaliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa Mariamu. Na sasa Mariamu ndiye alikuwa ameposhwa na Yusufu. Ikawa wapagani sasa kupitia kwa Konstantino wamebadilisha. Ikawa huyo sasa, huyo Konstantino sasa, upagani ukitumwa na shetani umeingia kwa Ukristo na zimeungana, wapagani wengi wakawa Wakristo kwa vile mfalme ameingia kanisani. Ikawa namna gani sasa? Ikawa huyo wakasema hivi wapagani. Shetani ndio akiwa mwenyekiti. Akawaambia hivi sasa,
Kwa vile sasa Roma, kwa vile sasa Wakristo wanaabudu Yesu, nao wapagani walikuwa na Mungu wao, walikuwa na abudu. Wakasema sasa tutafanya hivi. Huyo ambaye anaitwa Tamuzi, walikuwa na abudu Tamuzi ambao tulimuona katika kanda ambayo tuliona kanda ya pili. Kanda ya pili tulikuwa tunaangalia mnyama tarehe 25 Disemba ambao tuliona siku zaliwa kwa Yesu, siku zaliwa kwa Tamuzi aliyezaliwa katika ufalme wa Roma kwa ajili ya ufalme wa Babeli kwa ajili ya uasherati. Ikawa namna gani? Tamuzi sasa ambao Waroma walikuwa na abudu Mungu Tamuzi, wakasema huyo tutamuita ndiye Yesu. Haya, wapili ambao Wakristo walikuwa na abudu walikuwa na amini Mariamu. Wakasema mmoja wa Nimrod, mwanzilishi wa ufalme huu, alikuwa anaitwa Semiramis aliyezaa Tamuzi. Tuliona katika kanda ya pili, agiza hiyo kanda kama una. Semiramis aliyezaa Tamuzi. Wakasema huyo Semiramis, maana ndio Waroma walikuwa na abudu, tutaambiwa tunasema huyo ndiye Mariamu. Alafu Nimrod ambaye alikuwa mwanzilishi wa ufalme wa Babeli, na ndiye huyu sasa ambaye mwenyewe walikuwa na na Waroma, akiwa Mungu mkuu aliyelinganishwa na jua, na ndiye hiyo tuliona wa Babeli waliabudu hiyo jua, Mungu jua ambao ni Nimrod, na Mungu mwezi ambao ni Semiramis, na Tamuzi ambao ni Mungu nyota. Ibada hizo zote zilikuwa zinaendelea na Roma. Ndio sasa wakaleta hiyo ibada ya Mungu Nimrod. Nimrod wakasema tutasema huyo ni nani? Huyo tutasema huyo ni Mungu Baba. Alafu tutakuwa tunaambia sasa tunaabudu Yusufu. Yusufu ndiye Nimrod. Semiramis mke wake ndiye Mariamu. Alafu Tamuzi tutasema ni Yesu. Hiyo basi ikawa upagani umebadilisha namna gani? Nimrod waliyekuwa naabudu wapagani wakasema huyo tutasema ni Yusufu. Tuambie Wakristo huyo ni Yusufu. Semiramis mke wa Nimrod wakasema wataambia Wakristo huyu ni Maria. Maana wanajua Kristo anabudu Maria, wanaamini Mariamu. Alafu Tamuzi, Mungu wao aliyekuwa anaitwa Tamuzi, ambao ni Mungu wa Babeli, wakasema huyo tutasema ndiye alizaliwa ndio Yesu. Na ndio hiyo yote ikaletwa na ufalme huu wa Kirumi kupitia kwa upagani uliotokea. Na ndio imani ukasikia hii pembe ikawa tofauti na hii mambo ikatokea. Ilipofika sasa mwaka 321 AD, tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321 AD, Konstantino akiwa Mkristo, ili apendeze wapagani wenzake, akaamua kujitoa wazi. Alijitoa wazi kwa njia gani? Akasimamisha ibada ya siku ya kwanza duniani, ibada ya Jumapili, Sunday. Kwa nini ibada hiyo isimamishwe? Maana wapagani walikuwa na Mungu wao mkubwa, alikuwa anaitwa Nimrod, aliyeabudiwa katika vizazi vyote tangu hata wakati wa ufalme wa Babeli. Sasa ndio maana hiyo ibada ikasimamishwa. Ibada hiyo yake ya Mungu jua ikasimamishwa na Konstantino mwaka wa 321 tarehe 7 mwezi wa 3 akasimamisha ibada ya Jumapili. Na ndio maana akaambia watu hivi, na ni ili apendeze wapagani wenzake, maana Waroma ndiye alikuwa anatawala dunia. Ikawa sasa siku ni mbili, Wakristo wanaendelea kuabudu Sabato kama vile Mungu alikuwa amewaacha, na hata Yesu, na hata vile Biblia inasema siku ya saba siku ya Sabato Jumamosi. Lakini sasa Roma kupitia kwa Konstantino akaleta ibada ya Jumapili. Ikawa siku ni mbili sasa, watu waabudu Jumamosi na watu tena waabudu Jumapili. Ikawa Wakristo wanaendelea kupumzika Sabato tena, ili apendeze wapagani wenzake, akainua ibada ya siku ya kwanza ya jua, Mungu jua, siku ya Jumapili ikainuliwa duniani. Angalia mpenzi, hayo yalifanyika namna gani? Hayo yalifanyika namna gani? Angalia kitabu cha Danieli, mahali tulisoma Danieli 8. Turudi hapo nyuma, kitabu cha Danieli 8, tusome pamoja nawe. Fungu lile lake ambalo ni fungu lake la 9 tena mpaka 12. Inasema hivi: na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri, nayo ikakuwa kiasi cha kulifikia jeshi la mbinguni. Ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na nyota ikazikanyanga, na ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo. Ikamwondolea sadaka ya kuteketeza daima, na mahali patakatifu pake pakaangushwa chini. 12. Na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketeza daima,
kwa sababu ya makosa, nayo ikaangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Neno la Mungu linasema pembe ndogo ikaangusha ukweli chini na ikatenda bila ilivyopenda na kufanikiwa. Wakati serikali ya upigakizo itokea Roma, wakati sasa upagani umeingiana na Ukristo na dini ikaanza, ambao ndani ya watu Ukristo nusu na upagani nusu. Ukristo ambao umefunikwa upagani na upagani, lakini watu wanaitanishwa ni Wakristo. Ilipotokea kwa mtiamba kwa 321 AD, sasa ibada hiyo ingine ingeletwa. Siku mbili sasa ni za kupumzika, siku ya Jumapili na siku ya Sabato. Wakati hiyo ilitokea katika Rome, nendele kilifanyika. Jambo la kwanza, pembe tuliambiwa fungu la Danieli 7 fungu lake la 20, tuliambiwa pembe iliendelea kukua na ikaonekana hodari kuliko zingine. Kwa hivyo hii serikali iliendelea kukua, mambo mikutano ikaanza kuwekwa mingi, na kila mkutano unaowekwa, Roma ilikuwa inawekwa mikutano, na kila mkutano unaowekwa mikutano mingi na mibaraza ikawekwa katika Ukristo sasa, ambao ndio hiyo umeungana na ushenzi na upagani. Na kila mkutano, kila baraza, Sabato inakanyagiwa chini, Jumapili inaendelea kuinuliwa. Sabato inakanyagiwa chini, Jumapili inaendelea kuinuliwa. Sio hiyo peke yake. Kitabu cha Amosi 8 mstari wake wa 5, Sabato ikawekewa mizigo mizito. Amosi 8 mstari wa 5. Ikawa Sabato imewekewa mizigo mizito. Na ndio maana hata Yesu anapozaliwa alikuta Mafarisayo walikuwa wameweka Sabato mizigo mizito. Ilikuwa imekuwa mizito kwa mizito. Sabato ilikuwa imekuwa mizigo mizito. Gani? Angalia. Mpaka ikawa Jumapili imefanywa ndio siku ya raha, ndio siku ya sherehe. Watu sasa wanafurahia Jumapili, lakini Sabato ikakuwa mizigo mizito kama mambo ya kufunga. Angalia ndugu na mpenzi. Na ndio maana hata nauzurika hata siku za leo unaposikia watu wanasema wafunge siku ya Sabato. Kufunga siku ya Sabato ilikuwa ni mpango wa shetani kupitia mamlaka ya Kirumi wakati wa zama za giza. Ile Sabato ionekane ni siku ya mzigo. Watu wananuna, na ndio unaona watu wakiwa wamefunga hawana furaha. Na Biblia inasema Isaya 58 mstari wa 13, Sabato ni siku ya furaha na siku ya Bwana ya furaha. Sasa Roma ilipoleta Jumapili kupitia kwa Konstantino, ikawa sasa lazima ifanye Sabato iwe ya mzigo. Watu wasifurahie Sabato na Jumapili inuliwe. Jumapili ikafanya ni siku ya masherehe, ni siku nzuri, watu wanafurahi, siku ya michezo, siku ya masherehe. Lakini Sabato ikawa imewekewa mizigo mizito, watu wakaambiwa wafunge, wao wanajinyima kula. Na ndio hiyo unabii umejirudia tena. Bado tunaelekea wakati wa namba 666. Ndio unaona watu wanaambiwa hata wafunge siku ya Sabato. Kufunga siku ya Sabato ndio kufanya watu wa Mungu wasifurahie Sabato. Nasema mpenzi ya Mungu, angalia mpenzi, hiyo maneno utaisoma katika kitabu inaitwa pia Pambano Kuu. Na nilikwambia kama una hiyo kitabu uniagize ili niweze kupatia hiyo kitabu kwa bei ambayo itakuwa bei nzuri kwako. Sikia ndio na mpenzi, kitabu hicho Pambano Kuu katika wakati wa zama za giza inasema vizuri vya kulifanyika. Subtopic ya pili inasema persecution in the first centuries, na subtopic ya tatu inasema kuhusu apostasy ama upotovu uliokuja kipindi cha zama za giza ulioletwa na mamlaka ya Kirumi. Ilikuwaje? Soma hapo utasikia vile Roma ileta mambo ya kufunga, shetani akitumia mamlaka ya Kirumi ambao Konstantino ameingia ndani akawa Mkristo nusu. Kama namna gani sasa? Sikia mbele, Sabato ikawekewa mizigo. Amosi 8 mstari wake wa 5 inasema hivi: mukizama mwezi mpya utaondoka lini, tupate kuuza nafaka, na Sabato nayo tupate kuandika ngano. Mukipuuza efa na kuongeza shekeli, mukidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu. Sikia ndio na mpenzi, ndio nana hata Mungu aliona kupitia manabii ya Amosi, na Amosi akaandika. Watu sasa Sabato ifanya mzigo, mpaka watu wanauliza hii Sabato itaisha lini? Na ndio maana ukasikia Amosi akaonyeshwa watu wakawekewa Sabato ikuwa mzigo, na Jumapili ikawa ikiinuliwa. Na sio hiyo peke yake, wakati wa Moses au tunaona Konstantino alijia kanisani na msalaba. Msalaba aliingia nao ni msalaba gani? Msalaba wa kuona na macho ni moto wa laana hata leo. Biblia inasema hivyo. Ndio wapi? Wagalatia 3 mstari wa 13. Msalaba unaona watu
Msalaba ambao unaona iwe ni kwa nguo, iwe ni wa kitabu, iwe ni kwa kanisa, iwe ni wa kaburi. Physical cross, msalaba hakuwa na macho, huwa ni wa Roma. Na ndio umeona Roma imeleta tena msalaba kila mahali. Hata katika kanisa utashangaa, katika ulimwengu wa Ukristo, hata kwa Ukristo wamejaza msalaba na watu hawaone. Giza imejirudia tena, vile Yesu alisema siku za mwisho giza itajirudia tena. Msalaba imekoja, na Biblia inasemaje kuhusu msalaba wa kwenda kwa macho? Wagalatia 3:13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Biblia inasema amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Ilikuwa ukiwekwa juu ya mti, ulikuwa unamaanisha wewe umelaaniwa. Na hivyo ndivyo Roma alikuwa anafanya. Yesu naye akaangikwa juu ya mti kupitia kwa hiyo adhabu ya Waroma. Maana Wayahudi walimkataa, wakasema sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Wakakataa mfalme wao Yesu, wakasema wakakubali Kaisari aliyekuwa mfalme wa Roma. Hili jambo la huzuni sana ndugu na mpenzi. Watu walikataa mfalme wao, na ndio maana unaona wakaleta Mungu. Na ndio historia imeturudia leo. Mambo ya misalaba unaona inaendelea kila mahali na ikirudia kila mahali. Na Wagalatia inasema ulikuwa ni mtu wa laana. Ilikuwa ni mtu wa laana, kama vile hata vile tunasoma katika vitabu vya unabii, kama kitabu ya Habari cha Salvages, mahali subtopic kile inasema the foreshadowing of the cross. Angalia hiyo usome, the foreshadowing of the cross. Inasema msalaba ni wa Roma, na ulikuwa ndio inatumika kutesa watu. Ama subtopic Great Controversy, kitabu mahali anaelezea kuhusu mambo ya Roma, kuhusu character names of the papacy, ama njia Roma imefanya hata leo ili pembe ndogo ili iweze kuandaa watu kwa sita. Anasema msalaba wa kuona na macho ni wa Roma. Ili wao ndio walikuwa wanainua msalaba ya kuona macho. Lakini wa Kristo tunainua msalaba gani? Msalaba gani? Luka 9:23. Luka 9:23. Biblia inasema hivi. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Yesu anasema mtu yeyote akitaka kumfuata, ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku amfuate. Msalaba gani? Si msalaba wa mbete au hakuna macho. Hapana. Ni msalaba wa imani. Kujinyima, kujitoa. Ajikane mwenyewe, self denial, self sacrifice. Kujinyima na kujitoa kwa ajili ya kazi ya Yesu. Kwa ajili ya Yesu. Ujinyime, utende kazi ya Yesu, usimame na ukweli. Hiyo ndio msalaba wa Yesu. Kama vile tunavyohubiri, ama vile unasikia unafanya mapenzi ya Yesu, hiyo ndio msalaba wa Yesu. Unajinyima, self denial, self sacrifice. Sio hiyo peke yake. Angalia kitabu ambacho anasema mtu abebe msalaba wake kila siku. Hii msalaba wa kila siku ni gani? Ndio hii ambayo hata Paulo anasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 31. Wakorintho wa kwanza 15:31. Ndio hata Paulo anasema hivi: naam ndugu, kwa huko kujesefu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Ndio hii Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho, anakufa kila siku. Yesu naye amesema kitabu cha Luka, tubebe msalaba kila siku. Ni msalaba gani? Ama ni kufa gani? Paulo anasema alikuwa anakufa kila siku. Sio kufa akimbilia ati alikuwa anakufa alafu kesho anafufuka, anakufa jioni afufuka. Hapana. Ni kufa gani? Wagalatia 2:20. Ni kukubali Yesu akutawale na kukuongoza. Ni kujipeana kwa Yesu kila siku. Self denial, self sacrifice. Ni kujipeana kwa Yesu kila siku, kila asubuhi. Wagalatia 2:20. Paulo anasema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Paulo anasema amesulubishwa pamoja na Yesu, lakini yako hai. Lakini si yeye yuko hai, ni Yesu yuko hai ndani yake. Kwa hivyo ni uhai gani anasema amesulubishwa Yesu kwa msalaba? Anasema kuhusu kupeana maisha yake kwa Yesu. Ni kule kufa kila siku, kufia dhambi kila siku, kujipeana kwa Yesu kila siku. Hiyo ndio kubeba msalaba wa Yesu. Self denial, self sacrifice. Ndio hiyo Biblia inazungumzia. Lakini si msalaba wa kuona na macho. Msalaba hiyo naona kwa vitabu, kwa kanisa. Msalaba inawekwa hata kwa makaburi. Msalaba hii ya Roma, physical cross.
ni ya Roma. Ndio hii ambayo hata sasa ukisoma katika Biblia utaona ilikuwa inatumwa na Waroma, na hata katika historia nimekwambia na vitabu vya unabii inasema physical clause ilikuwa ni Waroma. Ndio maana ukisoma katika kitabu ambacho ni hata kitabu cha Warumi 8, Marko 8 mstari wake wa 35, Marko 8, Yesu anasema hivi, Marko 8:35, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Ndio hiyo Yesu alikuwa anaongea kubeba msalaba wake, kusalimisha nafsi yako kwa ajili ya Yesu na kwa ajili ya Injili, kama vile tunavyohubiri kusimama imara. Ndio maana msalaba wa macho ndio uliletwa na mamlaka ya Kirumi kupitia kwa Konstantino, na watu wengi hata leo wanainua misalaba ya kuona macho, wakati Biblia inasema hivi, Wakorintho wa pili 5 fungu lile lake, Wakorintho wa pili 5 fungu la 7 inasema hivi, maana tunaenda kwa imani si kwa kuona. Wakristo wa kweli hatueni na mambo yetu tunaona kwa macho. Hii misalaba ya macho si yetu ya Wakristo wa kweli. Tunaenda kwa imani. Tunaenda kwa imani si kwa kuona. Kwa imani si kwa kuona na macho. Imani ni kitu ambao huoni, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wakorintho wa pili 4 ukisoma fungu la 18 inasema tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Bwana asifiwe sana ndugu na dada mtazamaji. Mungu anataka tuilie msalaba ambao ni wa imani, si msalaba ya kuona macho, msalaba iliyoletwa na Roma. Hapana, hiyo sio Mungu anataka. Ndio maana sasa ufalme wa Kirumi ukafanya kitu gani? Danieli tulisoma 8 fungu lake la 12 ikasema hii pembe ndogo ikaangusha kweli hata chini. Kweli ni nini? Yohana 17 mstari wa 17. Yohana 17 mstari wa 17. Kweli ni nini? Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno la Mungu ndio kweli. Kwa hiyo mamlaka ya Kirumi pembe ndogo serikali ya mpinga Kristo iliyotokea Roma ikaangusha ukweli chini. Maana yake ni nini? Ikaweka Biblia chini. Biblia ikapigwa marufuku. Mamlaka ya Kirumi ikapiga marufuku Biblia. Ikawa hakuna mtu anaruhusi kusoma Biblia isipokuwa kiongozi wa kanisa ile ambayo ilianzishwa na serikali ya mpinga Kristo, ambao tutakuja kuwa na serikali ya Vatican. Ikaanzisha ile kanisa ambayo tutaona Ufunuo 17, kanisa ile ya Kirumi, the Roman Church. Kanisa la kwanza kutunza Jumapili ambayo ilikuwa ni siku ya wapagani, siku ya Mungu jua aliyekuwa ni Mungu Nimrod aliyekuwa anaabudiwa na Wababeli. Siku ya mpenzi ikawa sasa namna gani? Mamlaka ya Kirumi ikaangusha ukweli chini. Tumeambiwa pembe ikaangusha kweli chini. Kweli neno la Mungu. Roma ikapiga marufuku usomaji wa Biblia. Amosi 8 fungu la 11. Amosi 8 fungu la 11. Mungu alikuwa ameona hiyo kipindi na akaonya namna hii. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Ndio hiyo kipindi Mungu alikuwa ameona pembe ndogo ikitokea serikali ya mpinga Kristo, ikitokea katika mamlaka ya Roma, itaondoa ukweli na njaa itakuwa duniani. Kipindi kirefu, moto wa miaka 1260, 1260 years. Kutoka 538 AD mpaka 1798 AD, mamlaka hii ya pembe ndogo ikawa ndio inatawala dunia. Ndio ulisikia Danieli alionyeshwa ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Kwa nini? Kipindi hicho mamlaka ya Roma ilikuwa imekanyagia Biblia tena. Ikawa kuna mtu anaruhusu kusoma Biblia. Lakini bishop wa Kirumi akainuliwa juu ya viongozi na viongozi wote wa makanisa duniani. Kipindi hicho ndio Roma ikakanyagia Biblia chini. Ukipatikana Biblia ulikuwa unanyang'anywa, inachomwa moto na wewe unateswa na unauawa. Wakristo waaminifu wakateswa. Waliokataa kusalimisha imani yao kwa mamlaka ya pembe ndogo, serikali ya mpinga Kristo iliyotokea Vatican, na ndio hii serikali ya Vatican, waliokataa kusalimisha imani yao katika kufuata uongozi wa pembe ndogo wakateswa. Ndio maana unasikia Danieli alionyeshwa ikitesa watu wa Mungu. Danieli 7:25. Tuliona pembe ikitesa watu wa Mungu. Iliyatesa wakati gani? Wakati mamlaka ya Kirumi iliondoa Biblia na ikapiga marufuku usomaji wa Biblia.
na ikaandikia watoto vitabu ndogo ndogo. Ndio hata leo watu wengi wako nazo kwa makanisa. Badala ya watu wasome Biblia, watu wana vitabu ndogo wanasoma. Ndio hiyo unasikia zinaitwa catechism. Watu wakaletewa vitabu vinaitwa catechism. Watu ikawa wanauma kusoma Biblia hata kushika. Isipokuwa viongozi wa kanisa. Na hiyo utumwa hata leo iko. Giza hata hiyo hata saibu na mpenzi iko. Na watu hata leo hawasome Biblia. Wanangojea vile wanasomewa na viongozi wao. Hiyo mambo ikaandaliwa na Roma. Efaulu kuleta mageuzi mengi iliyoleta kwa nini? Maana walijua watu hawana Biblia. Ndio maana Biblia ilipoondolewa dunia ikawa wapi? Zaburi 119 fungu la 105. Neno la Mungu linasema hivi. Zaburi 119 fungu la 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Wakati neno la Mungu liliondolewa, ambapo Biblia inasema neno la Mungu ni taa. Kwa hivyo taa ikaondolewa na mamlaka ya Roma. Pembe ndogo serikali ya Mtakatifu ya Vatican ikaondoa Biblia. Ikawa sasa vile neno la Mungu limeondolewa, ikawa dunia hakuna taa. Maana Biblia imesema neno la Mungu ni taa. Dunia ikawa kwa giza. Na ndio sasa kipindi cha giza kikaja na kikajaa duniani. Dark Ages. From 538 AD mpaka 1798 AD. Kipindi hicho ikawa ni utawala wa pembe ndogo, mamlaka ya Vatican ambayo imetokea katika Roma. Na ikawa imeleta mageuzi makubwa. Mageuzi gani? Kwa vile sasa watu hawana Biblia. Kwa vile watu hawana Biblia, Danieli alikuwa ameonyeshwa hivi. Danieli 7 fungu la 24 na 25. Na habari ya zile pembe 10. Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Na mwingine ataondoka baada yao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawatofisha watakatifu yake aliye juu, naye atahazimu kubadili majina na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Mungu alikuwa ameonyesha Danieli, mfalme huu serikali ya mpigakizo ikitokea itakuwa tofauti na zingine. Kwa nini? Na serikali ambayo unaona ina masikio, serikali inatawala kimabavu, a dictatorial form of government. Serikali ya Vatican ikawa ni serikali na kanisa pamoja. Angalia, serikali ikatokea Roma ambayo iko tofauti na zingine. Kwa nini? Na muunganiko wa dini na serikali. Waingereza wanaita ni papacy. What is papacy? Papacy is a religion that is fundamentally a union of church and state. Na muunganiko wa dini na kanisa, na ndio tutaona katika mkanda unaofuata, usikose mkanda wa Ufunuo 17 ambayo ilitokea katika Roma. Roma ikaanzisha kanisa ya Kirumi, makao yake makuu ikawekwa hapa Vatican, na yule anatawala serikali ya Vatican ambaye anaitwa Papa ama Popu, akawa tena ndiye kiongozi wa kanisa hilo la Kirumi, na likawa universal, ndio likaitwa Catholic. Neno Catholic inamaanisha popote pale, everywhere. Ikawa ni kusudi ya Roma dunia nzima. Kipindi hicho wafanye watu wote na dunia nzima watu waabudu Roma na waabudu Pope na ibada ya Jumapili. Sasa Biblia imeondolewa, na Biblia ilipoondolewa, Danieli akaonyeshwa atafanya mambo manne. Atanena maneno kinyume chake aliye juu, atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, na ataazimu kubadili majira na sheria. Baada Biblia imeondolewa sasa, neno Roma imefanya ikafaulu kugeuza sheria za Mungu. Sheria gani? Kutoka 20 fungu lake la 4 mpaka la 6. Hiyo ni sheria ya pili. Roma ikaondoa sheria ya pili. Saa hiyo watu hawana Biblia. Usisahau Biblia imepigwa marufuku. Wakristo wanateswa. Roma ikaondoa amri ya pili. Si kugeuza, ni kuondoa. Ya pili inasemaje? Kutoka 20 fungu la 4 mpaka 6. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudia wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu ajawivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warema elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Sheria ya Mungu ya pili ambayo inatukataza tusifanye sanamu yoyote ya kitu kilicho mbinguni wala duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Mbinguni kuna nini? Mungu Baba, Yesu, malaika, mwezi, jua, nyota. Duniani kuna wanadamu, kuna miti, kuna wanyama.
na baharini kuna samaki nyangumi na akina kiboko. Amri ya pili inatukataza tusichonge sanamu ya mfano wa kitu chochote, mwanaume ama mwanamke. Tuliona katika mkanda wa pili. Usikose hiyo mkanda wa pili, hiyo ndio nilizungumzia hiyo mambo nilipokuwa naongea kuhusu Babeli. Danieli 3 vile ufalme ulikuwa unaabudu sanamu. Hiyo nimeongea kidani sana. Kwa hivyo agiza hiyo mkanda uwe nao ndio utaroma kidani mambo ya sanamu. Roma sasa jaze masanamu ndani ya kanisa lake kama vile imejaza hata leo. Maana nilikwambia ni upagani lakini umevikwa Ukristo. Ile miungu yao, zile sanamu zao walikuwa na abudu, wakaleta sanamu ambao walikuwa na abudu Nimrod, wakasema ni Yesu. Wakawekwa kanisa, wanadanganya watu ni Yesu lakini ni Nimrod. Sanamu ambayo ya pili wakaleta ni Semiramis, mke wa Nimrod, wakamuita huyo ni Maria. Na sanamu ya tatu wamejaza hata leo na watu hawajui, ni sanamu ya Tamuzi ambayo itaitwa tarehe 24 Disemba. Hiyo sikose mkaji akijua maneno. Na ndio maana wakasema tutasema ni Yesu. Masanamu yote hata leo Roma imejaza ndani ya kanisa lake. Na ili wafaulu watu wasijue, ndio maana walipiga marufuku usomaji wa Biblia na watu wengi wakawa wasomi. Sasa hiyo amri ya pili inayokataza masanamu Roma ikaondoa mpaka leo. Hata mimi nao niona hivyo, nimekaa hiyo kanisa miaka mingi sana. Wazazi wangu walikuwa hiyo kanisa. Hiyo sheria ya pili kwa Roma hakuna. Sheria ya pili ya Roma inasema usitaje jina la Mungu bure. Lakini kwa Biblia inasema usifanye sanamu. Roma iliondoa. Lakini unabii ulikuwa umesema atageuza. Danieli 7:25. Mfalme huyu ataazimu kugeuza sheria. Kwa hiyo si kuondoa, ni kugeuza. Na unabii gani uliotimia katika sheria kome? Ni gani Roma iligeuza? Si kuondoa. Sasa amri ya 4. Amri ya 4 inasemaje? Kutoka 20 fungu la 8 mpaka 11. Inasema hivi: ikumbuka siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Amri ya Mungu haina mpenzi, inazungumzia kuhusu pumziko la siku ya saba ambayo ni siku ya Sabato. Siku ya saba ni siku gani? Luka 23 fungu la 44 mpaka 47. Luka 23 fungu la 44 mpaka 47 inasema hivi: hapa ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Baada ya neno kukata roho ni kufa. Yesu alikufa siku gani? Mstari wa 54. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia. Biblia inasema Yesu alikufa siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia. Maandalio ni siku gani ambao inaitwa maandalio? Ukisoma kitabu cha Marko 15 mstari wa 42 inasema maandalio ni siku gani? Hata ikesha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio, ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato. Biblia inasema maandalio ni siku iliyo kabla ya Sabato. Sabato tumeona ni pumziko la siku ya saba. Kwa hivyo maandalio ni siku iliyo kabla ya Sabato, ambayo ni siku ya 6 ya wiki. Swali, siku ya 6 ya wiki ni gani ambayo Yesu alikufa? Wakristo wote tunaamini katika dunia nzima, na ndivyo ilivyo hata katika Biblia, hata katika historia. Yesu alikufa siku ya Ijumaa. Ndio hii ambayo bado hata niko na Biblia hapa ya Kiingereza, ndio hii ambayo inaitwa Good News Bible. Kama uko nayo hata wewe fungua, ndio hii Good News. Biblia hii ya Good News, Biblia hii ambayo unaona ya Good News, ukisoma hii Biblia ya Good News, Luka 23, hii ni Good News Bible, United Bible Society. Angalia, inasema hivi Luka 23 mstari wake wa 54. Ndio hii hapa 54. Inasema Yesu alikufa siku gani? Luka 23 fungu la 54 inasema, it was Friday and the Sabbath was about to begin. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Akafufuka lini? Luka 24 fungu la kwanza. Angalia, the resurrection. The resurrection. Yesu alifufuka lini? Very early on Sunday morning. Angalia, Yesu alikufa Ijumaa na Sabato ilikuwa mbele inakaribia.
na kesho yake ilikuwa ni Sabato. Hiyo Luka 23 mstari wa 56 inasema sehemu ya mwisho, on the Sabbath they rested as the law commanded. Yesu akiwa kaburini siku ya Sabato, ambayo ni siku ya Jumamosi. Sasa mama yake na wanafunzi wake walipumzika Sabato kama vile ilikuwa imeamuliwa. Akafufuka lini? Luka 24 verse 1 ndio hii, the resurrection very early on Sunday morning. Akafufuka siku ya Jumapili. Kama vile Wakristo tunaamini ndivyo hivyo katika Biblia. Yesu alikufa siku ya Ijumaa, ndio maana tunasherehekea Good Friday, na akafufuka Jumapili, siku ya kwanza ya juma, first day of the week. Angalia mpenzi, kulingana na Biblia na hata historia na hata mashuleni academically, seventh day ni Saturday, siku ya Jumamosi, na ndio inaitwa Sabato. Na hiyo siku watu wanafaa kufanya nini? Mambo ya Walawi 23 mstari wake wa 3. Leviticus 23 mstari wa 3. Biblia inasemaje? Mambo ya Walawi 23 mstari wa 3 inasema hivi: mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa, kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya namna yote, ni Sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa ameagiza na ameagiza hata sasa katika sheria yake ya 4, ni siku ya 7 ya Sabato, ambayo ni siku ya Jumamosi, na tuwe na kitu kinaitwa kusanyiko takatifu. Kiingereza inasema on that day do not work but gather for worship. Ni siku ya kukusanyika kuabudu Mungu. Anasema ni siku ya ibada. Kwa hivyo Sabato ni siku ya kukusanyika, sio mtu apumzika kwa nyumba, sio kupumzika kwa biashara, sio kupumzika kazini, wala bali popote unataka. Neno la Mungu linasema siku ya 7 ya Sabato ni siku ya kuabudu, watu wakusanyike kuabudu, na imekuwa katika vizazi vyote hata leo. Sikia mpenzi, mamlaka hii ya Kirumi sasa, kwa vile sasa watu wana Biblia Roma, na kwa vile sasa ndio inatawala dunia nzima, na Jumapili imeinuliwa dhidi ya Sabato, imeinuliwa kabisa. Ikafanya nini? Roma ikainua ibada ya Mungu jua, ambayo ni ibada ya Jumapili. Mungu wao jua waliyekuwa naomba Mungu Nimrod, ambaye ni Mungu aliabudiwa siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili, Sun God, Mungu jua akainuliwa, na Julius Caesar aliandika kalenda akaita Sunday. Sunday imetokana neno Sun God, Mungu jua aliyekuwa Mungu mkuu wa Waroma. Mungu aliona hiyo na akaandika kwa Biblia. Ndio wapi? Ezekieli 8 fungu la 15 na 16. Ezekieli 8 fungu la 15 na 16 anasema hivi: akaniambia, mwanadamu, umeyaona haya, utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Akanileta mpaka uandani wa nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Angalia ndugu na mpenzi, ndio nana Mungu alionyesha nabii yake Ezekieli watu vile watakuwa wameacha kanisa la kweli. Akawaonyesha watu kama 25 wamelipatia kisogo hekalu la Mungu. Kisogo ni hapa nyuma. Hawataki kanisa la kweli, hawataki siku ya 7, siku ya Sabato, siku ya Jumamosi. Hata leo Ezekieli akaonyeshwa watu wamelipatia kisogo hekalu la Mungu, hawataki kanisa la Mungu, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, mahali jua linachomoza, mahali jua linatokea. Watu wamekataa kanisa la kweli. Siku ya 7, siku ya Sabato, siku ya Jumamosi, nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, na Biblia ikasema wakaonekana wakiabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Ibada ya Mungu jua, Sun God, ambayo Julius Caesar aliita Sunday, hata leo inaitwa Sunday, ikaletwa duniani. Mamlaka ya Kirumi ikaondoa Sabato, ikaazimu kuuza Sabato, na ikaleta ibada ya siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili. Ikawa namna hii sasa. Watu ambao watakataa kuabudu Jumapili ni kuteswa. Kweli Wakristo wa kweli wakateswa namna hii. Mateso hiyo ilikuwa namna gani? Waebrania 11 mstari wa 35 mpaka mstari wa 40. Tusome pamoja nawe. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhiaka na mapigo, naam,
kwa mafungo na kwa kutewa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliwawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakesha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao. Hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Sikia ndugu na mpenzi, Wakristo wa kweli wakateswa. Kipindi hicho cha miaka 1260 wengi wakauawa, wakanyang'anywa mali zao. Waebrania 10 mstari wa 32 mpaka 34. Wakristo wa kweli wakanyang'anywa mali, kama vile tena inakuja kufanyika wakati wa namba 666 wanakuja kunyang'anywa mali zao. Na hiyo yote iko mbele yetu. Nene refanywa ateswe. Mstari wa 39 imesema kwa sababu ya imani yao. Walisimamia imani ya kweli. Imani ni nini? Warumi 10 fungu la 17 inasema imani ni kuja kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo wale walisimama na ukweli wa Biblia wakateswa. Waliteswa kwa sababu ya imani yao. Imani ni nini? Tukasema kitabu cha Warumi 10 fungu lake la 17. Warumi 10 fungu la 17 inasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani Biblia inasema inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo watu hao wakateswa. Kipindi cha zama za giza, Wakristo wengi waaminifu wakateswa. Neno linafanywa wateswa na mamlaka ya Roma. Biblia inasema kwa sababu ya imani yao. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Waliosimama na ukweli wa Mungu wa Biblia wakateswa. Na hivi ndivyo hata leo watu wengi wanaposimama. Hata Yesu alisema hakuja kuleta amani duniani bali upanga. Watu wengi hata wanaposimama imara katika neno la Mungu wengi wanateswa, lakini Yesu alisema yule atavumilia mpaka mwisho ndiye ataokoka. Kama unapitia mateso ile yote ndugu na mpenzi, mateso yote wavumilia tu, Mungu atakushindania na mwisho utaokoka, kama vile hata wale wengine walivumilia. Na Biblia ilisema wamelala mavumbini. Ile Warumi wa Ibrania tulisoma 10 na 11 fungu lake la 39 na 40. Biblia inasema wamelala mavumbini mpaka leo. Fungu la 40 ikasema kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Kwa nini? Maana hata sisi wa Kristo wa kweli pia tunia mtihani wa mwisho ambao tunasubiri, ambao ni wa mateso ya namba 666, ambao ni Sunday Law, Jumapili kuja tena kuinuliwa na watu wa Mungu ateswe. Na ndio mikakati inaendelea. Ndio unaona hata katiba zinabadilishwa katika dunia nzima, hata katika makanisa, kila mahali unaona new policies na makatiba mpya. Yote inaandaa watu kwa Sunday Law. Na ndani ya katiba mpya kuna Sunday Law. Hata nchi yetu ya Kenya iko na Sunday Law. Usikose wakati itafika, wakati wa namba 666 nitakusomea hiyo kipengele iko katiba inainua ibada ya Jumapili. Sikia ndio na mpenzi, ni nini kilifanyika sasa? Baadaye akafanywa pembe ndogo. Mamlaka hii ya mpinga Kristo iliyotokea Roma katika na ndio hii serikali ya mpinga Kristo, serikali ya Vatican. Serikali tatu zilipinga. Ndio hii pembe tatu tuliambiwa pembe ikamua pembe tatu. Serikali tatu zikapinga serikali ya Vatican. Serikali tatu ni gani? Moja ni serikali ya Heruli. Mwaka 483 AD serikali ya Heruli ikapinga uongozi wa Vatican, ikang'olewa. Serikali ya pili inaitwa serikali ya Vandals. Mwaka 534 AD serikali ya Vandals ikapinga uongozi wa Vatican, ikang'olewa. Na serikali ya mwisho ilikuwa ni serikali ya Ostrogothi. Mwaka 538 AD serikali ya Ostrogothi ikaondolewa mwaka 538 AD. Ikawa dunia nzima serikali hizo zingine 7 za Europa zimeungana na serikali ya Vatican, na katika mageuzi aliyoleta hata kuabudu Jumapili, serikali ya France, ya England, ya Portugal, ya Italy, ya Germany, ya Switzerland na Spain zikaungana na serikali ya Vatican. Serikali hizi tatu zilizopinga zikang'olewa. Ndio maana ukaona hizi 7 zikabaki na ziko hata leo zinatawala pamoja na Vatican. Angalia ndio na mpenzi, unabii uko umekomea hapo. Danieli 7:25, Danieli 7:25, Danieli 7:25, Danieli 7:25. Alionekana atafanya nini tena? Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu.
naye ataazemu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Kipindi hiki ambao unasikia kinatajwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Wakati ni mwaka moja, nyakati ni miaka miwili, nusu wakati ni nusu mwaka. Kwa hivyo watu wa Mungu wakateswa kwa muda wa nyakati 3.5. Maana yake ni nini? Miaka 3.5. Hii ilifanyika namna gani? Na hii maana yake ni nini? Kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 34, Numbers 14 verse 34, ama Ezekieli 4 mstari wa 6. Lakini nasoma Hesabu 14:34. Biblia inasema hivi, siku moja kwa Mungu katika unabii sawa na mwaka moja. Biblia inasema hivi, kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtachukua maovu yenu, ndio miaka 40, nanyi mtajua kufalikana kwangu. Mungu akasema siku moja ni sawa na mwaka moja. Siku 40 waliopeleleza, Mungu akwambia mtatangatanga hapa jangwani miaka 40. Siku moja katika unabii ni sawa na mwaka moja. Twende katika unabii sasa. Pembe ilipewa mageuzi na ileta hiyo mageuzi kwa muda wa miaka 3.5. Mwaka moja katika Biblia ni wa siku ngapi? Enda kitabu cha Mwanzo 7. Mwaka moja katika Biblia ni wa siku ngapi? Mwezi moja katika Biblia ni wa siku 30. Hakuna mwezi wa siku 31 ama 32 kama vile unaona watu hata leo wanasema ati February ni 28 ama 29, wanasema ati March, zingine unasikia ni 31, Juni ni 30. Mwezi moja katika Biblia ni wa siku 30. Hiyo inapatikana wapi? Mwanzo 7 tuanzia fungu la 11. Inasema hivi, katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, sikia wakati katika ilianza ndogo na mpenzi. Mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, yani tarehe 17 mwezi wa pili, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilipopojika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Kwa hivyo gharika ilianza nini? Mungu alianza mvua mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi. Kwa hivyo tarehe 17 mwezi wa pili. Swali ni hivi, kama gharika ilianza tarehe 17 mwezi wa pili, iliisha lini? Twende Mwanzo 8 fungu la 3 na la 4. Maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Mwezi wa 7, shika hiyo, mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya mlima wa Ararat. Angalia, mwezi wa 7 tarehe 17. Gharika ilianza tarehe 17 mwezi wa pili, ikaisha lini? Tarehe 17 mwezi wa 7. Na hiyo Biblia inaripoti ni miezi ngapi? Mstari wa 3 ikasema ni miezi 5, ni siku 150. Hiyo Mwanzo 8 fungu la 3 inasema mwisho wa siku 150. Kwa hiyo siku 150 ndio hiyo. 150 hiyo ni miezi ngapi? Kuanzia tarehe 17 mwezi wa 7 na kumalizikia kuanzia tarehe 17 mwezi wa pili mpaka tarehe 17 mwezi wa 7. Hiyo ni miezi ngapi? Bila shaka utaniambia hiyo ni miezi 5. Miezi hiyo 5 Biblia inaripoti ni siku 150. Hiyo ni Mwanzo 8 fungu la 3. Kwa hivyo siku 150 na ni kwa muda wa miezi 5. Kwa hivyo mwezi mmoja una siku ngapi? 150 ugawia 5. Itakuja ngapi? Utaona ni siku 30. Kwa hivyo mwezi mmoja kwa mujibu wa Biblia ni siku 30. Sasa tuje katika unabii. Biblia ikasema pembe ndogo, mamlaka ya mpinga Kristo, ilipewa kutesa watu wa Mungu siku miaka 3.5. Mwaka moja ni wa miezi 12. Mwezi moja ni wa siku ambao tumeona 30. Swali ni hili sasa. Kama mwezi moja ni wa siku 30, mwaka moja ni miezi ni siku ngapi? Ni miezi mingapi? Ni miezi 12. Kama mwaka moja ni miezi 12 na mwezi moja ni siku 30, ukiamua 30 mara 12 ni ngapi? Utaona 30 times 12
ni 12 ni ngapi? 360. Asante sana. 360. Kwa hivyo mwaka moja ni siku 360. Sasa pembe ndogo ilipewa kutesa watu wa Mungu miaka 3.5. 360 ambao ni siku zinazofanya mwaka moja times 3.5. Utaona itakuwa 360 times 3 inakuja ngapi? 360. Hata wapiga hiyo hesabu utaona 360 times 3 utaona inakuja 1080. 1080 divide by nusu mwaka. Mwaka ni siku 360. Nusu mwaka ni 180. 1080 divide by plus 180 inakuja ngapi? Inakuja 1260. Siku 1260. 1260 years. 260 days. Na hizi siku 1260 siku moja kulingana na unabii ni sawa na mwaka moja. Kwa hivyo ni miaka 1260. 1260 years. Kuanzia lile 538 AD mwaka 538 wakati serikali ya Vatican ya Kristo ilifaulu kuondoa serikali ya mwisho iliyoipinga ambayo ni serikali ya Ostrogothi. Pembe ya mwisho tuliona ilitolewa 538 AD, serikali ya Ostrogothi. Mwaka wa 538 AD na hapo ndio kipindi cha pembe ndogo ikaanza kutenda vile alivyopenda kufanikiwa. Vile unabii ulikuwa umesema bila kupata upinzani wowote. Baada ya serikali zile zingine 7 ziliungana naye na zikakubaliana uongozi wa Vatican. Ikawa sasa kuanzia 538 AD mpaka 1798 AD. Hiyo kipindi ni zama za giza kama vile tunasoma kwa historia. Ni kipindi cha Dark Ages, kipindi ambapo mamlaka ya pembe ndogo ilikuwa inatesa watu wa Kristo wa kweli na ilikuwa imeondoa Biblia. Danieli akaonyeshwa hivi mpenzi. Ya Danieli 7:25 tena. Ni kitu gani kingine alionyeshwa? Nasema hivi Danieli 7:25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Asante sana. Alionekana atanena maneno kinyume chake aliye juu. Aliongea mambo kinyume cha aliye juu namna gani? Mamlaka hii ya Roma sasa. Baada imefaulu kuleta Jumapili. Na Bishop wa Roma ameinua juu ya makasisi wote duniani. Akapewa jina. Akapewa jina gani? Akaanza kwenda kinyume cha Mungu. Namna gani? Mwanadamu akaanza kuabudiwa kama Mungu. Wathesalonike wa pili 2 fungu lake la 3 na la 4. Second Thessalonians chapter 2 mstari wa 3 na 4 inasema hivi. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yote. Maana yeye Joseph kuja kwanza ule ukengeufu, akafunulia yule mtu akuasi, bwana uharibifu, yule mpingamizi, ajinua nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Mwanadamu akaanza kuabudiwa. Bishop wa Kirumi akafanywa kama Mungu wa duniani na akachukua hata jina la Mungu. Mwanadamu akaanza kuabudiwa, akajifanya Mungu. Kwa njia gani? Kitabu cha Luka 5 mstari wa 21. Kitabu cha Luka 5 mstari wa 21. Mwanadamu akaanza kuabudiwa, akajifanya Mungu. Kwa njia gani? Luka 5 mstari wa 21 inasema hivi. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani wasema maneno ya makufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Mwanadamu akaanza kukufuru Mungu, kutukana Mungu bila Danieli alionyeshwa. Bishop wa Kiroma na kanisa hilo la Kirumi sasa lililoanzishwa serikali ya Kirumi na makao yake makuu ikawekwa Vatican kama vile iko hata leo. Mwanadamu sasa akaanza kuheshimiwa kama Mungu kwa kudai kusamehe dhambi, akainuliwa kama Mungu na akadai kusamehe dhambi, na dunia yote ikaelekezwa kwa Bishop wa Kiroma na viongozi wa kanisa ya Kiroma kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Biblia inasema kukufuru ni wakati binadamu anajifanya Mungu kwa njia ya kudai kusamehe dhambi. Vile Paulo aliona na akaona katika kitabu cha Wathesalonike, akaona huyo mtu akiabudiwa akiwa kwa kanisa akajifanya Mungu. Kwa njia gani? Luka ikasema mwanadamu kudai kusamehe dhambi, hiyo ni kukufuru, ni kutukana Mungu. Sio hiyo peke yake, akafanya namna gani? Luka 4 mstari wake wa 6 mpaka mstari wa 8. Hapo ni wakati shetani alikuwa anajaribia Yesu jangwani. Biblia inasema hivi. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe nchi yote na fahari yake yote kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami umpa yote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Angalia mpenzi, mambo ya kusujudu ikaletwa. Shetani ndiye alidai
asujudiwe na Yesu, ili ampatie Yesu dunia yote. Kusujudu ni nini? Zaburi 95 mstari wake wa 6. Kusujudu ni nini? Zaburi 95 mstari wa 6 inasema hivi: njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kusujudu iko na heshima ya kupiga magoti. Kwa hivyo shetani alidai apigwe magoti na Yesu akakataa. Lakini angalia, Yesu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako na muabudu yeye peke yake. Angalia mamlaka ya Kirumi. Mwanadamu anajifanya Mungu kwa njia gani? Kwa njia ya mwanadamu kuabudiwa. Warumi 1 fungu lake la 21 ukisoma mpaka 25 inaelezea vile binadamu anasujudiwa. Watu wanaabudu binadamu, mwanadamu akaanza kuabudiwa hata leo. Inasema hivi Warumi 1:21 kuteremka, kwa sababu alipomjua Mungu hakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye jika ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano na sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambavyo. Shika hiyo 23 imesema watu wamebadilisha utukufu wa Mungu asiye na uharibifu, asiyekufa na kuzeeka, kwa mfano na sura ya binadamu anayekufa. Mwanadamu akachukua nafasi ya Mungu duniani kama leo, na kuabudiwa na kupigiwa magoti. Angalia, na kupelekewa dhambi. Na Yesu Mungu, yeye si Yesu. Mstari wake wa 25, kwa maana wale badala kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Biblia inasema watu wanasujudia kiumbe binadamu na kuabudu binadamu badala ya Mungu. Angalia mpenzi, system yoyote ya kishetani katokea katika mamlaka ya Kirumi, watu kuabudu binadamu. Na ndio maana unaona Biblia imekataa katika sheria mpya ya kwanza, inasema usiwe na Mungu mwingine. Kwa kuabudu binadamu, huyo binadamu anakuwa Mungu wako. Ukiinama mbele ya mtu, huyo anakuwa ni Mungu wako. Na ni kweli, ndio maana tuliona katika ufalme huu ambao ni ufalme wa Wameda Wajemi, wakati Danieli aliambiwa aabudu binadamu, hiyo ni kandi ya 3. Alipoambiwa aabudu binadamu alikataa. Baada alijua kuinama kwa binadamu hivi. Hata Mordekai, tuliona kitabu cha Esther 3, Mordekai alikataa kuabudu binadamu. Kwa nini? Alijua ukinamia binadamu, huyo anakuwa Mungu wako. Lakini heshima hiyo inapewa viongozi wa kanisa la Kirumi, na wao si Mungu. Ninakumbuka siku moja wanafunzi wa Yesu walienda kutembea kwa mzee mmoja aliitwa Cornelius. Katika kitabu ambacho ni kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 25 na 26. Matendo 10:25-26 inasema, Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka mlaki, akamwangukia miguuni akamsujudia. Lakini Petro akamuinua akasema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Ndio maana tunaona hata wakati ambao Petro walienda kwa nyumba ya Kornelio, Kornelio alienda akamsujudia kumpigia magoti. Petro alimuinua akamwambia, simama, mimi nami ni binadamu. Kwa hivyo Petro alijua hakuna binadamu duniani hata leo anafaa kuinamia binadamu wenzake. Mungu pekee anastahili hiyo heshima. Sio hiyo peke yake. Ufunuo 19 mstari wake wa 10. Hata Yohana baada ya kufunuliwa unabii wa ufunuo ambao tutaendelea nao, alitaka kuinamia malaika na akampigia magoti. Ufunuo 19 fungu la 10. Malaika akamwambia, sema usinisujudie, sujudia Mungu peke yake. Hayo yote yakaendelea katika mamlaka ya Kirumi. Akakufuru Mungu tena namna gani? Angalia mpenzi, akakufuru Mungu tena namna gani? Kitabu cha Ufunuo 13 mstari wake wa 6. Akachukua jina la Mungu. Jina la Mungu ni gani? Sikia, hata Yohana alionyeshwa mpiga kisu akichukua jina la Mungu. Akafunua kichwa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake. Akaanza kutokana jina la Mungu. Mamlaka ya Kirumi ikachukua jina la Mungu. Jina gani? Yohana Injili 17 mstari wa 11. Yohana Injili 17 mstari wake wa 11. Biblia inasema hivi, wala mimi sema tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa. Yesu mwenyewe akizungumza jina la Mungu, akiombea wanafunzi wake mambo ya mwisho kabla ya mbinguni, alisema ni Baba Mtakatifu. Kwa hivyo jina la Mungu ni Baba Mtakatifu. Na Yesu akaonya namna gani? Mathayo 23 mstari wa 9
Yesu ameonja tusiite mtu yeyote hilo jina hapa duniani. Mathayo 23:9, wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni moja aliye wa mbinguni. Biblia inatukataza tusiite mtu yeyote duniani baba. Baba ni Kiswahili, father ni lugha ya Kiingereza. Usiite mtu yeyote duniani baba ama father katika mambo ya kiroho. Kwa nini? Yesu amesema baba yetu ni moja aliye wa mbinguni. Mwingine anaweza niuliza hivi sasa, je, nao wametuzaa, si sheria 5 inasema tuheshimu? Ndio. Lakini kwa nini Yesu amesema tusiite mtu baba duniani? Sasa katika mambo ya kimwili ni katika mambo ya kiroho. Tuko na baba wawili, ndugu na dada mtazamaji. Waebrania 12 mstari wa 9. Waebrania 12 mstari wa 9. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi si ni afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi. Baba wa kwanza ni baba mzazi. Sheria 5 inasema tuheshimu, ili tuongeze siku nyingi. Hata ndio dada mtazamaji, tuheshimu baba na mama zetu na tuwakumbuke. Jambo la pili, baba wa pili ni baba wa roho zetu anayefanya tuishi, baba wa mbinguni. Kwa hiyo Yesu akisema tusiite mtu baba mtakatifu duniani, baada anajua baba yetu ni mmoja aliye mbinguni. Mamlaka hii ya Kirumi ikachukua hilo jina. Mwanadamu akaanza kuitwa baba. Na si baba peke yake, baba mtakatifu. Wale wadogo wake wanaitwa mababa. Mababa kwa Kiingereza mafadha. Wote wanaenda kinyume cha Mungu. Dhambi nyingine mamlaka hiyo ilifanya kujifanya Mungu ni Timotheo wa kwanza 3. Ukisoma 1 mpaka 5, inaelezea kuhusu kiongozi wa kanisa. Inasema hivi mstari wa 2, imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke moja. Kiongozi wa kanisa lazima awe mwanaume na awe na mke moja. Fungu la 4, awe na watoto. Na ikamalizia ikisema fungu la 5, mtu asiyetua kusimamia nyumba yake mwenyewe atasimamiaje kanisa la Mungu? Biblia inasema kiongozi wa kanisa lazima awe na mke, lazima awe na watoto na asimamia vizuri. Mamlaka hii ya Kirumi inasimamia kanisa na watu ambao hawaoi. Usikose mpenzi katika mkanda utakaofuata. Nitakapokuwa naendelea kindani, hasa nitakapoingia katika mamlaka hii kindani, Yohana akifunuliwa na Yesu katika Ufunuo 17, mengi zaidi ama hata yale sijamalizia katika pembe ndogo. Mungu awabariki sana mpaka tuonane katika mkanda wa 5. Na tuombe. Tunakushukuru Baba kwa kutujalia kusikiza mfululizo wa kitabu cha Danieli kama vile tumekuwa tukiendelea nao. Bariki ndugu mtazamaji ambaye amekuwa akitegea neno lako sikio, na umwandae tena katika mkanda wa 5 ambao tunaenda kuanza rasmi kitabu cha Ufunuo. Maneno haya ukiwaweka kiwazi zaidi kupitia Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen.